Ni mara chache wageni natokea wewe kuja hili eneo mwanangu, na haijawahi kutokea ukaja bila taarifa. Kwema uko nyumbani? Mzee mmoja alimuuliza kijana akiwa anampatia kahawa kwenye kikombe wazungumze kama wanaume. Hapa ilikuwa nje kidogo ya mji, nyumba moja ikiwa maeneo ambayo yalikuwa yameanza kukua kwa kasi zaidi kwa watu wenye uwezo kujenga, na ndiko ambako alikuwa anaishi mkwe huyo, mtu ambaye hakuwa mzazi wa mkewe bali ndiye alikuwa amemlea, hivyo kwao alikuwa ni zaidi ya mzazi. Eneo hilo alikuwa analitambua vizuri kwa sababu hata nyumba ambayo mzee huyo alikuwa anaishi ni yeye mwenyewe ambaye alimjengea kwa pesa zake. Mzee Kennedy ndilo lilikuwa jina lake. Nyumbani kama kabisa mzee wangu. Ni kweli kwamba nimekuja bila taarifa, jambo ambalo sio la heshima, unisamee kwa hili, ila sikuwa na njia nyingine, na kama ingekuwa basi niamini mimi yasingeonekana ile eneo. Unaanza kunitisha Damigo. Mke wangu anajua nipo Kenya. Upo hapo kwa ajili ya mkeo? Hapana mzee wangu. Maana yangu ni kwamba hatakiwi kujua kama mimi nipo hapa. Nakusikiliza. Ni miaka 7 tangu mimi na mke wangu tuweze kuingia kwenye hii safari ya milele. Ni mwanamke ambaye nampenda na mheshimu na kumwamini kwa maisha yangu yote, hasa kwa heshima ambazo amenipatia. Heshima ya kwanza, alikubali kubadili dini kwa sababu yangu mimi na kuja kuwa Mkristo kama mimi, na ni heshima kubwa ambayo amenipa kwenye maisha yangu, ni kunifanya mimi kuwa baba. Tumebahatika kupata binti mzuri na mwenye afya tele ambaye ananifanya kila siku naamka na kuwa na sababu kubwa sana ya kupambana zaidi ya hapa na kuwa hai, na hii ndio sababu ambayo imenileta hapa mzee wangu. Na mke wangu hatakiwi kujua kama niliwahi kuwasiliana na wewe kuhusu mimi na yeye, na wala hatakiwi kujua kama mimi nipo au nilikuwepo Tanzania wakati ambao nilimwaga kwamba naondoka na kwenda Kenya. Nakusikiliza. Kuna maisha ya mke wangu ambayo huenda mimi sikuwahi kuyajua kabla. Ukiwa na maana gani kuuliza hivyo? Nataka kujua kama kuna mambo natakiwa kuyafahamu kwa sababu ya familia yangu mwenyewe. Nini kimekutokea? Kuna watu ambao nahisi wamekuwa wakinifuatilia na walinivamia wakiwa wanahitaji pesa, ila nimefanikiwa kuwakimbia. Watu gani hao? Siwajui na sijawahi kuwaona. Na umefanikiwa vipi kuwakimbia watu ambao walionekana kuwa na dhamira hata ya kukuua wewe? Ni vichoro vya mitaa jila Nairobi ndivyo vimenisaidia. Kwa hiyo haijatokea Tanzania. Hapana, ni Kenya. Sasa kama umevamiwa na vibaka wa Kenya, kipi kinakufanya ukaanza kuhusisha jambo na mkeo? Kwa wale watu, mmoja wao kabla ya kunitishia maisha na kuhitaji pesa alitaja majina matatu ya mke wangu. Unamaanisha majina yake? Ndio. Jamila Ken Mgwasi. Huenda ni watu ambao wanakufahamu. Yaani kwamba watu watoke Tanzania na mimi mpaka Kenya ili kwenda kunikaba kubeba pesa. Mbele ya pesa unahisi jambo gani ambalo linashindikana? Damigo alikuwa anaficha taarifa sahihi, hakutaka kabisa kurupuka kumwambia ukweli mzee huyo, kwani angeleta picha tofauti kidogo. Alikuwa anajulikana kama mwanaume mpole na mlaini kwa watu wa ulimwengu wa pili ambao ulikuwa unahitaji zaidi mabavu, ndio maana hata wale vibaka alidai kwamba alikuwa amewakimbia. Jinsi tukio lilivyotokea, msikilizaji, kabla tujuje maongezi haya, upate kujua nini kilitokea, ujue nini ambacho nikificha mwanaume huyo na nini ambacho kilimtokea mpaka mje kumfuata baba mkwe wake na kutaka kujua maisha ya nyuma ya mke wake. Ilikuwa hivi msikilizaji. Simulizi yetu ya My Wife is a Drug Dealer, yani kwamba mke wangu ni muuzaji wa madawa ya kulevya, inaanzia hapa. Ilikuwa ni usiku ukiwa unazidi kuwa mwingi, hali ya hewa ilikuwa ni rafiki kwa wale ambao hawakuona shida kuweza kutafuta riziki zao gizani. Jiji lilikuwa limechangamka nyakati zote, hali ambayo ilikuwa imewapatia watafutaji nafasi nzuri ya kuweza kuendelea ndoto zao, mida ambayo baadhi ya watu walikuwa wamelala kupumzisha miili yao kwa ajili ya kesho yao, kuendelea na kazi zao za kesho. Na hapa ni ndani ya Nairobi nchini Kenya. Wakati kila mtu akiendelea na shughuli zake, bwana mmoja alikuwa anashuka kwenye taksi. Baada ya kulipa nauli yake, akasimama na kuangalia jiji namna jinsi lilivyokuwa limejengeka, akajikuta akiwa na tabasamu mwenye usoni mwake. Alikuwa amevaa suti na kwenye mkono wake alikuwa na begi jeusi. Hakuwa ameshtuka kama kuna gari lilikuwa limesimama umbali kadhaa kutoka mahali ambapo yeye alikuwa ameshukia. Ilikuwa ikimfuatia tangu anachukua hiyo taksi. Alitabasamu tena, uso wake ukiwa na furaha kiasi, na kuanza kutembea kuzikata kona kadhaa. Haikuonekana kwa ni mara yake ya kwanza kufika ndani ya jiji hilo. Alionekana kuwa mwenyeji. Baada ya hatua zake kama 20 alisimama na kutazama nyuma. Alikuwa na uhakika kulikuwa na mtu ambaye alikuwa amepita japo hakumuona.
Kama ingelikuwa ni mtu wa kawaida basi asingejificha. Aliangalia begi lake mkononi na kusikitika tu, akaanza kutembea haraka. Mara pili tena alisimama kugeuka nyuma. Aliona kuna mtu ambaye alikuwa anamalizikia kuingia kwenye kona moja. Alitambua kwamba anafuatiliwa na watu ambao hata hakuwa na mawazo kama walikuwa ni akina nani. Aliangaza kona zote. Mitaa hiyo ilikuwa kimya bila sauti wala kuonekanika kama kuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anakatiza. Alianza kutembea haraka zaidi ya mwanzo, ila hakwenda mbali. Alipishana na nondo moja ambayo ilikuwa inaenda kutoboa kwenye paja lake. Ilimpita na kwenda kutoboa ukuta ambao ulikuwa kando. Alishangaa kuona kuna watu walikuwa wanayasaka maisha yake, huku akiwa na uhakika hakuwa na shida na mtu hata mmoja katikati ya jiji hilo, na ndio kwanza alikuwa anaingia baada ya muda mrefu. Akawa anaendelea kujiwazia haraka huku akiwa anajiandaa kwa hatari yoyote ile ambayo ingeweza kutokea mbele yake. Akajitokeza bwana mmoja mbele yake. Alikuwa amevaa kikawaida kama mtu ambaye hakuwa na safari ndefu ya kwenda, ila mwili wake haukuwa kijana wa mjini bali ulikuwa ni mwili wa kazi. Alitamani kumuuliza ni nani, ila hakupata huo muda. Hatua ambazo ilihesabiwa vizuri zilikuwa zinasogea ule upande wake kwa nguvu kubwa sana. Akarudi nyuma kuweza kupangua mguu ambao ulilenga kwenye koromeo lake. Akarudi nyuma hatua kama 3, akakoswa. Hata hivyo ngumi ilimsindikiza kwenye kifua chake. Akarudi nyuma tena hatua moja. Alitaka kwenda, akatambua alishachelewa. Yule mwanaume ambaye alikuwa na kasi zaidi ya hesabu zake alijikuta akiwa mdomo wake unakuwa hatarini baada ya kukaribisha ngumi ya mtu ambaye alikuwa amekomaa mpaka katoa damu kiasi. Ni kama hakuwa anaamini kilichokuwa kinamtokea. Alikuwa bado ameishikilia begi lake, ila hakujua kama nyuma yake kulikuwa kuna watu wengine wawili ambao walikuwa na muendea kwa wakati ule. Kugeuka kwake kutaka kujua ni nani na nani ambao walikuwa wako nyuma alijiweka hatarini zaidi. Alihisi kuna uzito wa jiwe kubwa ambalo umefanya kwa shida. Ngumi 4 zilipenya kwenye kifua na tumboni. Akajikuta akiwa na tweta kama tetea lililokosa jike likiwa na hamu kubwa. Mkono wake ulidakwa, ile begi kavutwa kwa nguvu, kisha wale wanaume wakasimama hatua kadhaa kutoka mahali ambapo yeye alikuwepo. Binafsi hakuwa anaelewa nini ambacho kinaendelea. Alikuwa anahisi kama anaota ama anaishi maisha ya kuigiza, ila kwake haikuwa ndoto. Ilikuwa ni ukweli unamtokea. Waheshimiwa yote ambayo mmenifanyia nitapotezea kama hakuna kitu ambacho kimewahi kutokea. Nahisi mmechanganya mtu wa kumfuata hapa ama mmenifananisha. Kwa kumbukumbu zangu sijawahi kuwa na tatizo na mtu kwa miaka zaidi ya 5 sasa, na kwenye hili jiji sina imani kabisa kama mimi na nyinyi tumewahi kufahamiana ama kuwa na tatizo lolote ile. Hivyo kwa ajili ya usalama wenu binafsi naombeni hilo begi. Hicho ndicho kisema ni kitisho au? Avyote akavyoelewa wewe ni sawa, ila naomba begi langu kwa sababu hujui hata ni kipi kipo mondani. Kwenye hili begi kuna pesa au nimekosea? Pesa ambazo sio zako wala sio zenu bali ni pesa zangu halali. Au una hakika na hilo jambo? Unaniuliza kama nina hakika na pesa zangu? Unajua hata kazi ambayo mkiwa naifa? Usije ukazitaja tena hizo herufi kwenye mdomo wako hata siku moja. Sitaka nikusamee. Mke wangu waga hatajitaji hovyo hovyo na watu kama wewe. Kama unajali kuhusu hilo ulitakiwa kujua kazi ya mkeo. Yule mwanaume alipomalizia sentensi yake alikuwa anamfuata tena yule mgeni. Mguu mmoja ameushika na mkono wake. Alipokuwa ametua pale chini alimkosa, karudi nyuma. Bwana yule alidunda kwa mkono mmoja, akajizungusha hewani, akakutana tena na yule bwana ambaye alikuwa amepokea viganja 4 vya haraka, akabaki akiwa anazunguka. Alirusha mguu wake ukadakwa, alipigwa ngumi 4 kwenye goti, kisha yule bwana akamsogelea kwa nguvu shingoni, akabaki akiwa anahangaika. Wale walikuwa hapa mgongo akawa hajaelewa kwa nini mwenzao alikuwa anahangaika, ila alipoachiwa walitambua yule bwana alikuwa amemchana shingo yake kwa kisu. Kushtuka kwao ndiko kuliwafanya kuachilia lile begi kwa ajili ya kumfuata. Kumuua mwenzao ilikuwa ni kesi nyingine ile ambayo hawakupaswa kabisa kuweza kumsamehe na kumwacha hai tena. Uji wao ulimfanya kuinama chini kama anapiga magoti hivi. Alizunguka kwa juu akakutana na ngumi ya mmoja ambayo ilikutanishwa na kile kisu chake kikachana kiganja kizima. Alimpiga yule bwana ngumi 4, akamdaka shingo yake na kumburuza usaki kwenye ukuta, ukasagika vibaya, akamtupa chini, wakati ambao alikutana na teke kwa nyuma kutoka kwa yule ambaye alibaki peke yake. Alijitoa pale na kurusha ngumi 4 mfululizo ambazo zilimkosa bwana yule. Alikutana na kiwiko cha kidevu, akafura kwa hasira baada ya kurudishwa nyuma kwa hatua kadhaa ambazo hata yeye mwenyewe hakutegemea. Alitembea tena mdogo akiwa anakizungusha kisu kile ambacho alikuwa nacho mkononi. Alirusha ngumi yake ya kulia, akamkosa yule bwana, akakirusha kisu chake kutoka kulia na akakidaka kushoto,
ambapo ule mkono ulipenya kwenye mbavu za yule bwana ambaye alisita kwa muda kutokana na maumivu makali ambayo aliweza kuyapata akiwa anauma meno tu. Alijitahidi kujitoa kwenye kisu, akarukia pembeni ambapo alitaka kukimbia. Kisu kikarushwa kwa nguvu, kikamkosa na kutoa karibu na alipojibanza. Aligeuka upande mwingine ili aweze kuianza safari yake upya kukimbia, lakini tena akakutana na bwana yule uso kwa uso ambaye alimpata na kiganja cha koromeo. Akarudi ukutani kwenye kisu, pumzi ikawa imekata. Alijishika kama ameanza kukoa kwa nguvu. Akili ilipomkaa sawa, alidungwa kisu kifuani, kikaanza kunyonga taratibu. Unaweza kunipa maelezo ya yule mwenzako ambaye alikuwa anaongea kuhusu mke wangu? Unaweza kunipa maelezo ya yule mwenzako ambaye alikuwa anaongea kuhusu mke wangu? Alikuwa na maana gani na nyie mmemfahamu vipi mke wangu na mimi mwenyewe? Unataka kuniambia hujui? Aliongea kwa shida yule bwana, akionekanika kupata maumivu makali zaidi. Ningelikuwa najua nisingelikuwa na maana ya kukuuliza wewe tena. Hivyo nahitaji kujua ni kipi kinaendelea. Mkeo ameingia kwenye jambo la hatari sana. Ni jambo ambalo linaweza kusababisha yeye na kila ambaye anamzunguka kuweza kuuawa. Una hakika mmemtafuta mtu sahihi? Naona kama vile mmekuja kwa mtu ambaye siye. Jamila Keni Ngwasi, si ndio jina lake? Ni jina la mke wangu hilo. Nataka utambue hatujakosea kukufuata wewe. Mke wangu amefanya kitu gani mpaka mnivamie kwenye taifa la watu? Kuna hasara kubwa ambayo kuna watu wameipata kwa sababu yake, hivyo hizo pesa zingekuwa ni sehemu ya kulipa mpaka pale ambapo malipo yangeweza kutosheleza hasara ambayo alisababisha. Kama ni hasara ya kampuni yake, kwa nini msimfuate? Mkeo ni muuzaji wa madawa kulevya. Nini? Alikuwa kama kashtulia usingizini. Mkeo sio yule ambaye unamjua. Mkeo ni muuzaji wa madawa kulevya. Hapana. Niambie umekosea. Alimkunja yule bwana akiwa anataka amwambie ukweli. Alikuwa na hakika taarifa zake hazikuwa sawa. Kuna mahali walikuwa wamechanganya mambo, ila bwana yule ule muda aliutumia kuvuta nyembe ndogo mfukoni, akajikata shingoni. Wakati akiwa anamyumbisha kuweza kumhoji vizuri, alimsaidia kufa haraka zaidi, hali ambayo ilikuwa imefanya kubaki mwenyewe ile sehemu. Alihisi kama vile alikuwa amechanganyikiwa. Mkeo hakuwa mtu wa namna hiyo. Yeye ndiye ambaye alikuwa anaishi naye, lakini alitambua hakuna mtu ambaye angemdanganya kijinga tu akiwa kwenye hali kama ile ya mwisho ya kuwa hai kwenye maisha yake. Hivyo huenda kulikuwa kuna mambo ambayo labda hakuyajua. Alibaki anazunguka kama chizi mpaka alipokuwa ameona ile hatari, akaamua kubeba beki na kuondoka. Baada ya kujifuta ile safari katika ile jiji likufa pale pale, alikuwa anahitaji kurudi nyumbani haraka sana kwa kuwa mtu ule alimchanganya sana. Twende ndani ya Tanzania Drug Enforcement Authority DEA. Kwenye ofisi ambayo ilikuwa inashughulika na madawa ya kulevya. Ilikuwa ni mamlaka ambayo ilikuwa inadhibiti na kudili madawa ya kulevya ndani ya Tanzania. Kwenye ofisi hiyo kulikuwa na kesi nyingi za muda mrefu ambazo hazikuwahi kupatiwa ufumbuzi. Walijitahidi kwa kila namna ambayo walikuwa nayo na kila mbinu ya kisasa ambayo waliipata kuweza kudili na jambo hilo, lakini haikuwezekana. Walikuwa wanajua kwamba kulikuwa kuna wauza madawa ya kulevya wengi ndani ya taifa lao, lakini namna ya kuwapata ndipo tatizo kubwa lilipokuwepo. Walifikia kuwapata wale wauzaji wadogo ambao walikuwa wakitolewa sadaka na wale wauzaji wakubwa, ila wale wakubwa ambao ndio lilikuwa lengo lao kubwa hawakuwahi kabisa kumpata hata mmoja, jambo ambalo lilisababisha taifa kuonekanika linahalalisha kama sio kufeli kushughulika na masuala hilo. Walijitahidi kutumia kila njia ambayo walishauriwa na waliona inafaa zaidi, lakini kamwe hawakufanikiwa kupata mstari huo ulionyooka ambao ulikuwa ukiwaongoza kule ambako walikuwa wanatamani kufika, jambo ambalo lilikuwa ni kazi yao na kulifanya kazi yao kuwa ngumu. Wakati wakiwa na fununu za usambazaji mkubwa wa dawa za kulevya ndani ya taifa hilo, walijitahidi sana kuhakikisha kujua kila mtu ambaye alikuwa na pesa nyingi. Pesa zake zilikuwa zinatoka wapi, wakisi huenda ingekuwa ndo njia mpya bora ya kuweza kupambana na biashara ya dawa za kulevya, lakini hawakufanikiwa baada ya kupata fununu mpya ambazo ziliwapatia kazi ya ziada kuanza kuhangaika na watu wao. Habari ambazo walizipata zilikuwa ni utakarishaji wa fedha mpya ambao ulikuwa ukitumiwa na wauzaji wengi kuweza kuzifanya pesa zao kuwa halali kwa njia ya matumizi ya kawaida na kuingia nazo mahali popote bila kuhojiwa. Asubuhi ya mapema kulikuwa na kikao kizito, kikao ambacho kilikuwa kinazungumzia mustakabali wa dawa za kulevya pamoja na hatima ya ufumbuzi wake na utakarishaji wa fedha. Miaka 10 imepita tangu ipite miaka 15 kwenye taifa hili.
tulikutana upya na hili tatizo jipya ambalo kwa sasa hivi limerudi tena. Kwa wakati ule tulifuatilia kwa miaka 5 tukafanikiwa kuyateketeza magenge 5 ndani ya hiyo miaka. Haikuwa kazi rahisi kwa sababu hata sisi tulipoteza watu wetu zaidi ya 50 kwenye vita hiyo na serikali ilipoteza pesa nyingi sana. Kabla ya kuambia kila mmoja hapa ni kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika, mnatakiwa kutambua ya kwamba vita dhidi ya makundi haya na magenge ambayo yanajihusisha na uuzaji wa madawa kulevya ni moja kati ya vita mbaya zaidi kwenye ulimwengu wa kisasa. Ugumu wake unakuja kutokana na kwamba watu hawa wana teknolojia kubwa, wana rasilimali ambazo zinawawezesha kufika popote ambapo wanapataka na kuweza kumpata mtu yeyote ambaye wanamtaka. Hivyo unaweza ukakuta hata rafiki yako ni mmoja wao. Zamani dunia ilikuwa nyuma kidogo, hivyo wengi walikuwa wanaweza kukana pesa nyingi benki na au ndani au wakanunua vitu watakavyo wenyewe vyenye thamani, kwani hakukuwa na ufuatiliaji mkubwa. Baada ya serikali nyingi kuanza kuweka umakini kwenye madawa, hususan baada ya kutambua kama tatizo kubwa ambalo linaharibu vijana duniani, serikali ilianza kukamata watu ambao pesa zao hazikuwa zinaeleka zinatokea wapi, na kisha baadaye tena watu hao wakaanza kutunza pesa zao kwa kununua vitu vya urembo vya kisanaa vya thamani. Hapa namaanisha vitu kama picha za urembo ambazo zina thamani kubwa. Unakuta mtu ndani ana picha hata 10 za bilioni 10. Hizo ni pesa siku akiamua kuingiza mnadani. Jambo hili likali limeenda kwa miaka mingi mpaka serikali zilipokuwa zimetambua hiyo ilikuwa ni njia nzuri ya watu hao kuweza kutunza pesa zao haramu. Hakukuwa na namna kwamba serikali ingewaacha hao mabwana kuweza kufanya yale ambayo walikuwa wanataka wao, na ndipo sasa ikaanza kufuatilia yote hayo kwa umakini mkubwa na kuwekeza nguvu zote huko, jambo ambalo lisababisha watu hao kuona haikuwa sehemu sahihi ya kutunza pesa zao nyingi. Sasa hapo walikuwa wanatakiwa kuja na mbinu mpya za kuweza kuhakikisha usalama wakati huo, zikiwa zinahakikisha kutengeneza pesa nyingi na kuzitunza kwa uhakika zaidi bila kupoteza pesa zao. Na hapa ndipo ikaja njia ambayo inafanya kazi yetu kwenda kuwa ngumu zaidi. Nazungumzia utakatishaji fedha. Ugumu huo uliwafanya watu wao kununua biashara ambazo tayari zipo na kuanza kuzizungusha zile pesa zao, mwisho wa siku zinaonekana kama pesa halali. Huwezi kujua kama ni pesa za madawa kulevya, na wengine wakawa hawanunui biashara bali wanawekeza kwenye biashara za watu ambao tayari wanazo na pia zipo kwenye mzunguko mzuri. Wakiona biashara yako inawafaa, wanakuja na kuhitaji kuwekeza kwako na kujifanya kwamba, na ukijifanya unawakataa huku wanajua kwako ni sehemu sahihi, ndipo hulazimika kutumia nguvu kama kukutishia maisha yako au familia yako, jambo ambalo kwa wanadamu wengi ni gumu sana kuweza kulikataa. Hivi ndivyo watu kwa miaka hii ya sasa wamefanikiwa kutamba na kutumia pesa madawa kulevya, kwani wanaamini kupitia hilo inakuwa ni rahisi kwao kuweza kuonyesha vyanzo vya pesa ambazo wanazitumia kuishi maisha ya anasa na kununua vitu vya kifahari. Kwa bahati mbaya zaidi wapo kila kona. Wamewekeza kwenye biashara halali, hivyo inakuwa ni ngumu sana kutambua nani kawekeza pesa hizo au anauza madawa kulevya na nani hayupo upande wao, kwani huaga wanachagua kufanya kazi na watu wenye akili ama wenye uwezo mkubwa wa mahesabu, kiasi kwamba kupata mwenye hata mdogo wa makosa yao limekuwa ni jambo gumu sana. Kwa mataifa yetu mengi sana, hata nyenzo ambazo zinatumika bado zipo chini. Kwa hiyo kujua ipi ni ipi na ipi ni jambo gumu ambalo limefanya kwa sasa hivi kila kona ya mtaa unakutana vijana wadogo wanakula unga. Imekuwa ni kama chakula kwao, hali ambayo imepelekea vijana zaidi ya 100,000 kwa sasa hivi kuondolewa kwenye nguvu ya uzalishaji, na baada ya miaka 10 wanatarajia kufika 1,000,000, jambo ambalo sisi hapa hatutaki kabisa kuruhusu litokee. Ndio sababu nimewaita tena leo hapa ili tuweze kuingia rasmi kwenye hii kazi na kugawana majukumu namna ya kuweza kuifanya. Alikuwa ni mzee wa makamo kidogo ambaye alikuwa na mwili kama bonge hivi ambao haukuwa umefikia huko bado. Jina lake halisi alikuwa anaitwa Tadeo Mngesa, ambaye ndiye alikuwa mkurugenzi wa mamlaka hiyo ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya ndani ya taifa, akiwa ameongozana na msaidizi wake mwanamama Lala Minengo. Hivyo nimewaita nyie wote hapa muweze kutambua umuhimu wa hili jambo, lakini pia mtambue ni vita namna gani ambayo tunaenda kupigana. Ni vita ambayo inahitaji akili yako yote, inahitaji moyo wako wote, lakini pia inahitaji uzalendo wako wote. Maisha yako muda wote yanaweza kupotea kwa kuuawa na hawa watu. Muda wote ule unaweza kukutana na vishawishi ambavyo vinaweza kufanya ukasahau kuhusu taifa lako na uzalendo wako. Nahitaji mapema kupata majibu ya kuridhisha kutoka kwenu. Kabla ya kufanya haya maamuzi, hakikisha akili yako, moyo wako na wewe mwenyewe vyote kwa pamoja viko tayari kwenye hili jambo,
Ila kama unaona kuna sehemu moyo wako, akili yako, nafsi yako au hata mwili wako unagoma kufanya hili, basi nahitaji taarifa zako mapema sana kuweza kuhakikisha nafasi yako inabadilishwa na mtu mwingine ambaye atakuwa tayari kufanya kazi. Alitulia na kuwasikiliza wanaume wawili na mabinti wawili ambao ndio walikuwa wameketi kwenye viti vyao kuweza kumsikiliza. Baada ya dakika 2 hakukuwa na pingamizi lolote lile kutoka kwao, hivyo ikahitajika hatua ambayo ilitakiwa kufuata baada ya hapo. Mimi naishi hapa, huko kunakobakia ataendelea lala. Mzee huyo alikusanya begi lake na kutoka humo ndani, wakabaki na mwanamama ambaye alikuwa ni msaidizi wake. Kwanza kumbuka kwa nini upo hapa. Kumbuka sababu za wewe kuja eneo hili. Kumbuka maisha wale vijana ambao wameathirika na madawa mtaani. Vuta picha, yule ni kaka yako, mdogo wako au dada yako, mama yako au hata binamu yako. Je, unaweza kuwa tayari kuruhusu huyu ambaye anafanya haya kuendelea kumfanyia ndugu yako? Kama upo tayari kwa hilo, basi jua hiyo ndio sababu ya wewe kuwepo hapa siku ya leo. Kuna mwenye swali. Hakuwa na maneno mengi kama mwanasiasa. Bosi, jambo mamlaka zingine wana taarifa nalo. Unamaanisha ni watu ambao wanaweza kuwa na rasilimali zaidi yetu? Tengo, kwa sababu unatakiwa kufanya ambalo lipo mbele yako. Hao mengine kama tutaona kuna sababu ya kuweza kuyafanya yatakuja baadaye. Hatuko kwenye nafasi ziko bahati mbaya. Haupo hapo kwa sababu ya kuonewa huruma, bali upo hapo kwa kuwa unaweza kuifanya kazi. Au haupo tayari kwa kazi? Hapana bosi. Helena, unataka kwenda Nairobi? Bosi, nimeita hapa kufanya kazi. Safari ya nini tena? Kuna mtu ambaye unaenda kukutana naye baada ya kutoka huko ndani. Kwenda Nairobi ndio sehemu ya kwanza ya kuanzia hii kazi. Moja kati ya taarifa kubwa ambazo tulizipokea hapo jana ni uwepo wa hawa watu mpaka ndani ya jiji la Nairobi, Kenya. Kwa hiyo utaenda kule kujiunga nao. Unamaanisha awe sehemu ya watu? Ndio. Tumepata hii fursa na hatuwezi kuipoteza. Unatakiwa uhakikishe kwamba anakuamini. Hakikisha kwamba unakuwa sehemu ya hawa watu. Kuwa mmoja wao, na wewe ndiye ambaye utatumika kuweza kutuunganisha na hawa watu na mifumo yao yote ya kibiashara ambayo ipo Tanzania. Hatujali kuhusu Nairobi, kwani hilo ni jukumu la Kenya. Ila unaenda huko kwa kuwa ndio nafasi ya pekee ya kuingia ndani ya magenge haya. Ukifanikiwa kufika huko, utakuwa unapiga simu mara moja kwa wiki kwa siku ambayo unakuwa una uhakika kuna usalama wa kufanya hivyo. Chumba kilibaki kimya, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaongea chochote kile. Helena mwenyewe alikuwa anatokwa na jasho. Mwili ulikuwa unamtetemeka. Kwenda kujiunga na watu wao ilikuwa ni kutafuta kesi nyingine ya kujiua mwenyewe. Kama kuna watu ambao wanafahamika, kwa nini tusiwakamate moja kwa moja wao ndio waweze kuwataja wenzao? Tukiachana sababu ya kwamba wapo kwenye taifa jingine ambalo kisheria hatuna mamlaka ya kuweza kuwakamata watu kule, lakini tukimpata mmoja haitasaidia kitu. Hivyo lengo ni kupata taarifa za mzizi hawa watu ili kuwaondoa jumla. Kama tukiwakamata kadhaa, bado hawa watu watakuwepo na wataendelea na biashara zao. Sasa hapo tutakuwa tunafanya nini? Naingiaje huko? Kwa wewe unatakiwa kufanya kila namna kuhakikisha kwamba unakuwa karibu na mmoja kati ya viongozi wa hawa watu. Mfanya kupende, mfanya kuamini. Kuwa mtu wake ambaye anaweza kuja kuanza kushirikisha mpaka kufanya maamuzi makubwa. Hapo ndipo utakumeanza kazi yako. Muuza madawa kulevya uweze tu kumwamini kirahisi mtu kutoka nje ambaye hata mjui. Ndio maana ulifundishwa kufanya kazi hii. Na haitakiwi uchukue muda mrefu bwana kuamini. Anatakiwa kukuamini haraka na uingie kwenye mzunguko wake wa ndani kabisa na kufanikisha hilo lazima atakupatia mtihani kadhaa ambayo kama ukifanikiwa kuivuta, lazima atakupatia mitihani kadhaa ambayo ukifanikiwa kuivuka atajua kwamba ni salama kwake. Sasa huko ambako kuna bakia itakuwa ni kazi yako wewe kumalizia. Uhakika wa kutoka hai ni asilimia ngapi? 30 mpaka 40. Kwa maana hiyo siwezi kutoka nikiwa hai. Hilo itategemea kama hautafanya kosa la namna yote ile wala kujisahau. Ukiwa usijacheki kiasi kwamba ukajisahau umeenda kufanya nini. Na ni kosa la jinai kuweza kupenda au kuwa kimapenzi ya kweli na hao watu Helena. Usije ukalisahau hilo. Bibie alikuwa anapewa kazi nzito na ngumu mno, ila hakuwa na namna zaidi ya kwenda kuifanya kwa ajili ya taifa lake. Nitakuwa mwenyewe huko? Hapana. Utaenda na mwenzako mmoja na Tengo atabaki na mwenzake mmoja kwa ajili ya operation zote za hapa Tanzania. Na kila mmoja wao atapewa maelekezo kwa muda wake ni kipi ambacho anatakiwa ukifanya kwa wakati huo. Helena, kuna mtu ambaye anakusubiri kwenye gari. Nenda kajiandae, atakupatia maelekezo yote mkiwa mko njiani, na kama una maswali kwa sasa hivi, nenda kamuulize, ana majibu yake. Kikao kilifungwa na kila mtu alikuwa anatakiwa kuondoka haraka na kwenda kufanyia kazi yale yote ambayo
walikuwa wameambiwa. Safari ya Herena Nairobi. Ni muda mrefu wako amefika ndani ya jiji hilo, aliyazoea maisha rahisi na matamu ya jiji la Dar es Salaam yenye joto angavu. Akaenda kukutana na hali ya hewa tofauti kidogo ambayo haikuwa shida kubwa sana kwake, kwani kwa asili ya kazi yake alikuwa tayari kufanya kazi kwenye mazingira yote ambayo yangetokea mbele yake. Kufika kwake ndani ya jiji hilo, aliambiwa ulikuwa ni mwanzo mpya wa kulipambania taifa lake kupigana dhidi ya vita vya madawa ya kulevya, ambayo ilikuwa ni vita yenye mizizi mirefu na ya hatari ndani yake. Hakuenda mwenyewe ndani ya jiji hilo, bali aliambiwa angelikuwa na mwenzake ambaye angelikuwa ni msaada mkubwa kwake kama kuna mambo yangeharibika. Hakuenda ndani ya jiji hilo kama mtu mwenye vyake, bali alienda kama dada wa mjini ambaye alikuwa tayari kujiongeza kwa ajili ya kuweza kuishi na kuona upana wa jiji ambalo alikuwa mgeni. Kwa dada wa mjini kulimfanya kuanza kutembelea maeneo kadha ya starehe kwa ajili ya kukutana na watu ambao wangemfikisha pale ambapo yeye alikuwa anapahitaji. Ndani ya Nairobi Club. Ni klabu kubwa na kongwe sana ndani ya jiji hilo ambayo historia yake inarudi tangu miaka ya 1901, ambapo mtu huwezi kuruhusiwa kuingia ndani ya sehemu hiyo kama sio mwanachama maalum ambaye unakuwa na kadi maalum ya kuingilia humo, kwani alikuwa mwenyeji wake ambaye alikuwa ametoa nafasi ya kuruhusiwa kuingia humo ndani kwa siku hiyo. Ilikuwa ni usiku mapema, alikuwa amejitanda na kupendeza vilivyo akiwa anashuka kwenye usafiri wa taksi na kusogea mpaka sehemu ya kuingilia hilo eneo, ambapo alikaguliwa kwa mashine maalum kuona kama hana kifaa hatari kwenye mwili wake, na baada ya kuhakikisha kwamba yupo sawa, alipewa kikadi kidogo ambacho kilikuwa kinampatia maelekezo ya wapi alikuwa anatakiwa kwenda baada ya kuingia ndani ya sehemu hiyo. Alisogea mpaka ndani ya eneo ambalo lilikuwa tulivu, huko hakukuwa na kelele hata kidogo. Ilikuwa ni VVIP ambako walikuwa wanapatikanika watu wenye ukwasi wa kutosha tu. Ndani ya sehemu hiyo kulikuwa kuna walinzi 8 ambao walishiba. Hawakuwa wakionyesha utani hata kidogo kwenye kazi yao hiyo. Hakuna ambaye alikuwa na muda naye kwa sababu wote walikuwa na taarifa za ujio wa mwanamke huyo ambaye alikuwa anang'aa kama malaika kwenye mwanga hafifu uliokuwa humo ndani. Safari yake ilishia mpaka ndani ambapo alikuwa amefungua mlango ule kwa kadi ndogo ambayo alikuwa nayo kwenye mkono wake. Ilikuwa ni siku ya 3 tangu afanikiwe kuingia ndani ya jiji la Nairobi. Mbele yake aliwaona wanaume wawili. Mmoja alikuwa kijana wa kawaida akiwa kwenye suti, na mwingine alikuwa ni mtu mzima kiasi akiwa kwenye suti ya gharama ambayo haikumpendeza sana kama yule kijana. Kuingia kwake kulifanya yule kijana akasimama na kutoka ndani ya lile eneo, hivyo akabaki wawili tu. Karibu Marikia, aliongea akiwa anajichekesha kwa tamaa ambayo ilikuwa imembana baada ya kuona mwanamke ambaye aliumbika aswa akijitokeza mbele yake. Nimekaribia, Herena alijibu kinyonge akiwa anajichekesha kwa lazima ili kumfurahisha bwana yule. Pole kama ulitegemea kukutana na mimi pekee hili eneo. Yule kijana ni mwanasheria wangu, hivyo kuna mambo tu tulikuwa tunayaweka sawa. Mimi nipo sawa tu. Nilipata mwaliko wako kupitia kwa mtu wako na ndo maana nikawa nimekuja hapa kuweza kukuona. Yule bwana alitabasamu. Ni kweli ulienda kwenye moja kati ya sehemu za starehe ambazo mimi nazimiliki. Niliona video zako nikapenda kuona mwanamke kama wewe unakuwa karibu na mtu kama mimi ili kuyafanya maisha yako kuwa mepesi ndani ya jiji. Mimi hata unifahamu, kipi kilikuaminisha kama mimi nahitaji bwana kama wewe? Kama usingelikuwa na shida na bwana kama mimi muda huu usingekuwepo hapa, lakini hiyo sio sababu ya msingi. Nimeishi maisha ya kila aina na nimekutana na wanawake wa kila aina, hivyo na kuwa najua muda ambao mwanamke anakuwa anafanya mawendo yake. Kwa mazingira ambayo ulikaa pale, nilikuwa nimeona kuna aina ya watu ambao ulikuwa unatamani kuwa nao. Kuna vijana kadhaa ambao walikuwa wamekufuata ukawakataa, huku ukiona angaza kila sehemu mpaka ulipokuwa umeona umechoka ukaamua kuondoka, ila nilitambua ungerudi siku ya pili, na ndio maana nikawa nimeacha maagizo ya namna ya wewe kuweza kufika hapa kukutana na mimi ili uniambie ni kitu gani nakitaka. Herena tabasamu kiasi. Yule bwana alikuwa sahihi kabisa kwenye yale maelezo yake, kwani ule mpango aliutengeneza yeye hasa baada ya kujua udhaifu wa yule mwanaume ambaye yeye alikuwa amemtega. Una uzoefu wa kutosha kwenye mambo yako, na ndio maana kila kitu kinakuwa rahisi upande wako. Ukiwa na pesa kwenye majiji kama haya, kila kitu kinakuwa rahisi zaidi kwako. Unataka kujua sababu ambayo ilinifanya nikahitaji kuwa karibu na wewe? Kwa sababu mimi ni mrembo. Ni kweli, ila unahisi kuna walembo wangapi ndani ya jiji? Ani wengi tu. Kwa unavyoonekana wewe ni mgeni wa jiji, hivyo nikikwai maana yake ni kwamba utakuwa chini yangu na nitakutengeneza kwa namna ambayo ninaitaka mimi. Nitakupatia pesa, lakini naweza kukutumia kwenye kazi zangu tofauti na mabinti wa hapa wengi ambao wamejaa na utapeli wa kutupwa. Mwisho wa siku naishia kuwaua tu kabla hata sijafanikisha kuwatumia kwa namna ambayo
nahitaji mimi. Kwa hiyo upo tayari kuwa na mimi kwenye kila kitu, uanze maisha ya ndoto zako ambayo huenda umeishia tu kuangalia tu kwa watu wengine kwa mbali. Nitapata nini na nini kama nikisema nipo tayari? Itategemea na uaminifu wako kwangu. Kama ukiwa mwaminifu zaidi, unaweza kuja kuwa mtu wangu wa ndani zaidi. Ni mara chache sana na waamini wanadamu, hususan wanawake, kwani kuna muda mnapelekeshwa na hisia za mioyo yenu kuliko hata akili, na ndio maana unatakiwa kutambua kwamba ukifanya upuuzi namna yote ile unakufa. Helena alivuta kinywaji ambacho kilikuwa mezani, akanywa kwa mikogo akiwa anaketi kwa mitego zaidi. Nipo ndani ya mchezo. Yule bwana alitabasamu akiwa anaingiza mkono mfukoni na kurushia kitu mezani. Helena alitamani kutoka haraka hilo eneo, ila halikuwa chaguo sahihi. Alikuwa anatizamana na mfuko mdogo ambao ulisheni madawa kulevya. Alitambua ni kipi kilikuwa kinaenda kutokea, na huenda ni jambo ambalo hakuwahi kabisa kufikiria kulifanya kwenye maisha yake yote. Uaminifu umekuwa ni gharama kubwa sana siku hizi. Kwa kuwa umechagua kuingia kwenye dunia yangu, basi nihakikishe kwa vitendo. Yule bwana hakuwa anatania, bali alikuwa anataka kweli kabisa kumfanya yule mlembo kuwa kitu chake ambacho angekimiliki. Alimwagia unga juu ya meza na kumtaka Helena kuvuta. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake alikuwa anatumia madawa kulevya. Unaitwa nani jina lako? Naitwa Davina. Kichwa kilianza kumzunguka chenyewe. Alikuwa anahisi anaona watu 10 mbele yake. Alikuwa ameanza kutabasamu kwa mbali na kucheka mwenyewe, huku mizuka ikiwa inampanda. Alikuwa ameingia kwenye ulimwengu wa kutumia madawa kulevya rasmi. Helena ambaye kwa Nairobi alijitambulisha kama Davina. Unaambiwa asubuhi ya mapema Helena siku nyingine alikuwa amemkia nyumbani kwa yule bwana ambaye alikuwa anaitwa Otieno Kamau. Alikuwa anamiliki ardhi kubwa ambayo ndani yake ilikuwa limejengwa jumba la kifahari, ambapo ndipo Helena alikuwa amemkia. Mwili wake ulikuwa umechoka, alijikagua na kugundua hakuwa na nguo hata moja, hivyo usiku wake waliutumia vyema kitandani. Alinyanyua kivivu, kichwa kikawa kama ametoka kukopa kwa mtu, na ndipo akawa amekipachika. Yale madawa yalimchosha kwa sababu ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuyatumia kwenye maisha yake. Alikuwa na majuto mengi ndani yake, ila alitambua kwa wakati ule hayakuwa na msaada wote ule kwa upande wake. Hivyo akanyanyuka na kuanza kukagua ndani ya hiko chumba cha kifahari ambacho alikuwepo. Hakukuwa na vitu vya kutisha humo ndani zaidi ya silaha 2 ambazo alikuwa amezikuta zikiwa zimekokiwa tayari, yani zilikuwa tayari kushambulia muda wote ule kama zingetakiwa kutumika. Alisogea dirishani na kuvuta pazia pembeni, akafungua dirisha dogo. Nafsi yake ililizika baada ya kukutana na upepo safi. Alijikuta akiwa na tabasamu ndani yake, akiyafumba macho yake, ila alipoyafumbua tena alikutana na jambo jipya ambalo halikuwa la kawaida. Umbali kiasi upande ambao kulikuwa na bustani kubwa, aliwaona watu wakiwa wanabishana. Hakusikia kwa kuwa ilikuwa ni mbali na eneo lile. Baada ya kutazama vizuri akagundua mmoja alikuwa ni ule tajiri akiwa na bastola mkononi mwake, na ndipo akatambua hazikuwa zile tu za ndani, bali kulikuwa na nyingine. Watu wale wawili hawakuonekanika kuelewana kwa muda kidogo, mpaka tajiri yule alipokuwa amempiga risasi mwenzake. Helena moyo wake ulikuwa umeingia ubaridi, hofu kubwa ikawa imetanda ndani yake, akitamani kujua aliyokuwa akiendelea kule, ila haikuwezekana na asingeweza kuuliza juu ya yale ambayo alikuwa anaendelea upande ule. Ikamlazimu kuwa mpole. Haikujalisha alikuwa ni mzoefu kiasi gani kwenye kazi yake, ila kuwepo sehemu kama ile ilikuwa inamhitaji yeye kufanya kosa moja tu kuweza kupoteza maisha yake. Baada ya muda aliona kuna wanaume walikuwa wanaenda na kuibeba ile maiti, kisha wakaanza kusafisha lile eneo kama hakuna ambacho kilitokea, huku bwana yule akiwa anaanza kurejea ndani. Alifunga dirisha na kujirudilisha pazia kama lilivyokuwa, ila sije kaisiwa vibaya, na akarudi kitandani na kujifanya kama ndipo alikuwa anashtuka kutoka usingizini. Wachana kaingia ndani akiwa mwingi wa tabasamu. Hakuuliza zaidi, akamvamia Helena na kuanza kufanya naye mapenzi, ambapo baada ya sekunde kadhaa tu alimsukumia pembeni, naye akawa ameketi kwenye sofa akiwa na hema. Alikuwa ashamaliza shida zake. Naweza kukiri kwa miaka kadhaa tangu nianze kubadilisha malaya wa kuwa nao, wewe ni mwanamke ambaye umenisisimua na kunifanya nijisikie vyema nikiwa nafanya mapenzi. Huenda kwa sababu haujatumika sana kama wenzako wa jiji hili. Ukweli ni kwamba jana sikutaka hata uje nyumbani kwangu. Nilifanya mapenzi na wewe ndani ya ile sehemu, japo sidhani kama unakumbuka. Nilipoona umenishawishi, nikaamua kuja kukuleta hapa kwangu uweze kuwa mwanamke wa kunipatia burudani. Kuna tatizo juu ya hilo? Hapana mpenzi, mimi hapa nimefika, labda kama wewe mwenyewe utanichoka. Helena alikuwa amejichekesha kinafiki baada ya kuongea jambo ambalo hata mwenyewe alitambua hakuwa amelipenda.
Safi, sasa kwa sababu umeingia kwenye maisha yangu kwa sasa, natakiwa kukufahamu kiundani zaidi. Unamaanisha nini mpenzi? Umetokea wapi? Mimi ni Mtanzania. Unalitambua hilo? Nimezaliwa mkoa wa Njombe ambako baba na mamangu walikuwa ni walimaji wa miti ambao babangu aliuawa kwa kuangukiwa na mti akiwa yuko shambani. Japo kuna watu waga wanaamini kwamba kuna watu walimuua. Mama alibaki mwenyewe na mimi, ila kwa baadaye alipata bwana ambaye alianza kuiendesha akili yake, na sikujua kama alikuwa na mlazimisha au ni kwa mapenzi yake mwenyewe. Baadaye mama alikuwa amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha, mpaka leo hii hajawahi kabisa kuonekanika tena. Yule bwana alidai kwamba mali zote za mamangu alikuwa amemuuzia, hivyo zilikuwa ni zake, hali ambayo ilifanya mimi kufukuzwa mpaka nyumbani kwetu. Wewe ni mzoefu haya maisha kwa mtoto wa kike ambaye hana chake, jinsi maisha yanavyokuwa magumu. Ugumu wa maisha na kuchekwa kule yalinifanya mimi kukimbilia ndani ya jela Dar es Salaam kwa ajili ya kuhangaika namna jinsi ya kuweza kuishi. Mara kwanza wakati naingia mjini, nilijiapiza kwamba sitaweza kuingia kwenye kazi ambazo zinaweza kuniondolea utu wangu, ila nadhani sikuwa nimeelewa maisha bado na jinsi yalivyo. Baadaye ilikuja kuwa ndio njia pekee ya kuweza kuishi, hivyo nikaanza kujitega tu kwa watu wenye pesa, na maana sikutaka kabisa kutumika na kila mwanaume mtaani. Ila kwa bahati mbaya bado mambo yangu hayakwenda kama nilivyokuwa nataka. Ndipo nikaamua kuja ndani ya Nairobi, nikisi huenda bahati yangu ingelikuwa iko upande huo. Davina, siwezi kuambia pole, kwani ni njia za kujifunza kwenye maisha. Hata sisi tumefanikiwa kwa ile ukisimuliwa tulipotoka unaweza ukakata tamaa ya kuendelea kukata tamaa. Mimi nimefurahi kukufahamu na kujua mpaka unapotokea, na nafikiri siku moja tutakuja kumtembelea bwana ambaye unasema kwamba alibeba mali za wazazi wako, ila kwa sasa hivi kama unaweza kuwa mwaminifu kwangu na ukafanya yale ambayo mimi nayataka, basi hapa duniani hakuna binadamu atakaye kusumbua tena, wala hakuna kitu ambacho unaweza ukihitaji ukikosa ndani ya jiji la Nairobi. Ukitaka kitu hata kama mimi sipo, taja tu jina langu, utahudumiwa kila sehemu ambayo unakuepo kwa wakati huo. Unamaanisha kwamba niwe huru hapa kama kwangu? Akikubwa kama utaendelea kufanya yale ambayo mimi nakwambia na kuwa mbwa mwaminifu, utafika mbali kwenye haya maisha na hakuna mpuzi yote ambaye anaweza kusumbua. Falsafa ya maisha ni rahisi tu. Kumbuka mbali kuweka juu wakati ukiwa chini. Mimi nahitaji kuingia kwenye biashara yako kama utakuwa tayari. Mimi nitafanya lolote ile ambalo nataka nifanye. Biashara yangu sina maana mbaya, ila kwa mazingira tu ya jana yametosha kunifahamisha kwamba upo kwenye biashara za madawa kulevya. Mimi sina tatizo na hilo. Natamani tu kuwa sehemu ndogo ya biashara hiyo, nami niweze kutengeneza pesa japo kidogo, na nitafanya kila unachotaka wewe na kufuata maelekezo yote kutoka kwako. Otena kamwangalia Elena kwa muda, sura yake ikawa imebadilika. Elena libaki mnyonge akiwa anamsikiliza bwana yule atafanya nini. Akamsogelea pale ambapo alikuwa ameketi na kumshika mashavu, uso wake ukiwa mwekundu. Akamwangalia tena Elena kwa ukaribu kwa dakika 2 mpaka akaanza kuogopa kwamba huenda lile jambo lingemfanya uawe, lakini Otieno akamwachia na kutoka mle ndani bila kumjibu lote lile, ila kwake yeye lile jibu lilikuwa ni jibu tayari alikuwa ameshalipata. Sasa ilikuwa ni saa 6 kuelekea saa 7 kasoro kwa saa za Afrika Mashariki, muda ambao Helena alikuwa ameketi kwenye kioo akiwa anajipamba. Kazi ambayo alikuwa nayo mwanzoni ilimtisha na kumogopesha, hali ambayo ilikuwa imemfanya yeye kujutia kuingia kwenye hizo kazi, kwa sababu kuandakava kwenye magenge ya uza madawa kulevya halikuwa jambo rahisi, na aliambiwa kutoka ni 30% ambazo zilionyesha kuwa 1% kubwa angefia huko. Alijilegeza kama mwanamke ambaye alikuwa anajiuza, na bwana Kamau alikuwa amenogewa na penzi la binti huyo, hivyo akahitaji kujiunga nao, japo bwana huyo hakumpatia jibu la moja kwa moja, ila uzoefu wake ulimpatia taarifa sahihi ya jibu ambalo alikuwa amepewa mpaka nyakati hizo. Ilikuwa ni mapema ya siku hiyo tu ambapo alitoka kuongelea hilo jambo, hivyo kwake mambo hayo ilikuwa inaenda kama vile ambavyo alikuwa amepanga. Alitabasamu kwa kuona mambo kwenda kirahisi bila hata kutumia nguvu kama alivyokuwa akijifariji yeye, ila hakuwa sahihi na hayo mawazo yake. Alikuwa anaendelea kujiweka sawa na kuonekanika kama mwanamke wa matawi ya juu. Kuna mwanaume mmoja mvasuti alikuwa amegonga mlango, na aliporuhusiwa kuingia aliambiwa tajiri alikuwa anamsubiria yeye tu ili waweze kwenda mahali kusudiwa. Alijiweka sawa kwa sekunde zingine 10, akatoka nje, huko mlinzi akiwa nyuma yake kuhakikisha anamfikisha mpaka kwenye gari ambako ndiko alikuwa bosi wake. Msafara wa gari 3 uliondoka kwenye jumba la kifahari na kuanza kuelekea mjini kabisa, ambako kulikuwa na maduka mengi makubwa ya kifahari na sehemu za starehe ambazo zilikuwa zinatumiwa zaidi na matajiri wengi ndani ya jiji la Nairobi. Kwenye maisha yako umewahi kusalitiwa Davina? Ni swali ambalo limshtua, kwani
hakuwa ametarajia kwa wakati ule. Historia maisha yangu tu ni usaliti tosha nimekusimulia. Naelewa hilo, ila nilitaka tu nisikie ukijibu kwa mdomo wako mwenyewe. Nimesalitiwa mpaka imefika hatua usaliti naona ni jambo la kawaida kwangu, huenda kwa sababu ndio maisha ambayo nimekulia. Mtaki kusaliti waga unafikiria nini kwenye akili yako? Ni jambo ambalo binafsi kama ningekuwa na uwezo wa kulizuia basi ningefanya lisiwepo kabisa duniani. Ila sina uhakika kama naweza kufanya hivyo. Kwa nini siweze? Ni jambo ambalo lipo kwa asili, hivyo kuna wakati linajiendesha tu lenyewe. Unasalitiwa na asili au wanadamu? Wanadamu? Unamaanisha kwamba uwezi kuamudu wanadamu? Hakuna wanadamu naweza kuamudu, ila kwa maisha yangu ni wachache sana. Ukizingatia mimi ni mwanamke, hivyo ni mpaka niwe na nguvu kubwa zaidi ndipo naweza kufanya hivyo. Hofu. Alitamka yule tajiri akiwa anafungua kioo kidogo kutazama mazingira nje. Unamaanisha nini mpenzi? Wanadamu siku hizi wengi ni wajeuri, wajaji kupitiliza, lakini wengi sio waaminifu. Hivyo kama ukienda nao kama asili inavyotaka, inakuwa ni ngumu kuishi maisha ambayo unayataka wewe, kwa sababu watakuumiza sana. Hivyo unatakiwa kufanya maamuzi magumu kuzuia hayo yote. Hofu ndilo jambo pekee ambalo linamfanya binadamu akusikilize hata kama hataki kufanya hivyo. Hofu inamfanya mwanadamu akutii wewe na yale ambayo unayahitaji kwake. Hofu ndiyo ambayo inawapa watu wenye nguvu uwezo wa kuweza kuitawala dunia. Wanasiasa wanatumia hofu kuwatishia raia, kuua au hata kuwatesa na kuwafunga ili tu waendelee kutawala na kufuja pesa za umma. Watu wanaogopa kwamba wakisema ule ukweli basi watakutana na hayo ambayo nimeyataja hapo juu. Mimi ni mfanyabiashara ambaye nimefanikiwa hapa kwa sababu nina sheria ngumu sana ambazo zinaniongoza. Ni sheria ambazo hata mimi mwenyewe kuna muda kuzifuata zinanitesa sana kwa ukubwa, kutokana na ambazo nifanye natoka kwenye ule uwezo wa kibinadamu na kuwa kama shetani. Ila kwa sasa ni maisha ambayo nayapenda. Mimi napenda kuua Davina. Napenda kuua kwa sababu ndio msingi mkuu wa biashara yangu na utajiri wangu. Kama nikiacha kufanya hivi, maana yake ni kwamba nakuwa hatarini kuaminika na watu wangu au hata mimi mwenyewe kuweza kuuawa, kwani sitakuwa na uwezo wa kuweza kuongoza watu. Kwa sasa hivi naongoza watu wengi ambao wananitii na kunisikiliza jina langu, na kwa sasa hivi naongoza watu wengi ambao wananitii na wakilisikia jina langu tu wanahitaji hata kukimbia kwa sababu ya misingi ambayo nimeiweka. Misingi ambayo inawafanya jina langu waliogope, na hata mimi mwenyewe nikionekanika wanakuwa waoga. Na uchukia usaliti, yani bora hata uniibie naweza kukufikiria kwamba ni njaa tu au ulikuwa unauwaza utajiri wa haraka kuliko kunisaliti. Usaliti ni jambo ambalo mpaka siku na kufa sitakaa nikaja kumsamehe mwanadamu yeyote yule, kwani usaliti ndio jambo pekee ambalo litapelekea mambo yote kufeli na kunirudisha kwenye maisha ambayo sijawahi kabisa kuwaza kuja kurudi. Hata kama nitakuwa sina namna nyingine ya kuweza kuishi, basi ni bora hata niweze hata kujua mwenyewe. Akili yake ilikuwa inauwaza usiku ule kuwa na burudani kubwa sana, lakini kama mambo yalikuwa yameanza kubadilika taratibu. Wakati akiwa anaogopa maelezo ambayo alikuwa anatoka kwa mtu asiyecheka, ndipo msafara wa gari ilikata kona na kuanza kuelekea sehemu ambayo ilikuwa na majengo mengi ambayo bado yalikuwa yanajengwa. Una maana gani kuniambia yote muda mpenzi? Kwa sababu mimi siamini uwepo wa Mungu. Hili linaingiliana vipi na swali langu? Hatakuwa tunaenda kufurahia mpenzi Davina, bali kuna kazi nataka tukaifanye mimi na wewe. Nimekwambia siamini uwepo wa Mungu kwa sababu sina moyo wa huruma, hivyo sina utu ndani yangu kwa mtu ambaye ni msaliti kwangu. Natumai umeelewa na maanisha nini. Alimeza mate kwa shida. Ule ulikuwa ni ujumbe kwake, kama ikija kutokea kamsaliti mfanye biashara huyo, alikuwa anatakiwa kujua ni kipi kilikuwa kinaenda kutokea. Hivyo alipaswa kufikiria kwa umakini sababu ambayo ilimfanya kuwepo pale kama chombo cha starehe kwa tajiri Kamau. Dakika 4 tu gari zote zikawa zimesimama, ulifunguliwa mlango na kutakiwa kutoka. Aliangaza juu na kuona nondo nyingi zilikuwa zimesimikwa. Ni ile eneo ambalo lilikuwa linafanyiwa ujenzi na yalionekanika kama makazi ya watu. Alipewa ishara ya kumfuata tajiri ule kuelekea kwenye ngazi ambapo walipanda ghorofa 2, ndipo akawa ameingia ndani ambao kulikuwa na mwanga wa kutosha wa taa, na eneo hilo lilikuwa bado na vumbi jingi sana kwa sababu ujenzi, ila kwenye viti viwili walikuwa wamefungwa watu wawili, mwanaume na mwanamke ambao walikuwa wamevuliwa nguo zote huku akiwa wanavuja damu za kutosha kwenye miili yao. Walipomwona tajiri ule walikuwa wameanza kulia kwa sauti za chini ambazo ilionyesha kwamba walikuwa wanalilia kwa muda mrefu mpaka sauti zikawa zinataka kukatika kabisa.
Walikuwa wanatia huruma mpaka Davina alikuwa ameangalia chini kwa huruma, lakini tajiri yule alimtaka awaangalie wale watu wawili. Alibeba bastola kutoka kwa mfanyakazi wake kama amempiga yule mwanaume risasi nyingi kifuani na kichwani mpaka zikaisha. Ile hali ilimfanya yule mwanamke ambaye alikuwa amefungwa na yule mwanaume jirani kujikojolea kwa hofu, akiwa analia kwa kwikwi na huruma nzito ndani yake. Davina chozi lilikuwa linamshuka taratibu, lakini tajiri yule akamsogelea na kumfuta kisha akambusu kwenye mdomo. Leo asubuhi umeomba kujiunga kwenye biashara zangu ili uweze kutengeneza pesa. Mimi nimekubalia ombi lako mpenzi, ila nilitaka ujue namna pesa za madawa zinavyopatikanika na zinavyolindwa pia. Najua maisha yako yalivyo, haujazoea kuona haya mambo, ila kuanzia leo haya ndio yatakuwa maisha yako. Haya ndio maisha ambayo yatakufanya utengeneze pesa ambazo wewe unazitaka. Hapa duniani hakuna pesa inakuja kirahisi mpenzi. Lazima ufanye kazi, na ndio maana jiji limejaa malaya kila kona, kwa sababu nao wanahitaji kuishi maisha ambayo tunaishi sisi. Kila mtu anatamani kuwa tajiri, lakini je, watu wao wapo tayari kufanya yale ambayo yanatakikana ili waweze kuwa matajiri? Wengi waga wanaanza kupishania hapo mpenzi. Tajiri kama alikuwa ametulia na kusikitika kidogo akiwa anamtazama Davina usoni. Asante kujua sababu ya hawa wawili kutakiwa kufa muda huu na kwa nini nataka wafe mbele yako. Hakuwa na uwezo wa kutoa sauti, bali aliamua kuitikia tu kwa kutikisa kichwa kubali. Kwa sababu ya usaliti mpenzi. Haikuwa mara ya kwanza kusikia neno hilo, ila hakujua alikuwa amemsaliti kwa namna gani. Wamebeba pesa au madawa? Ndio zilikuwa fikra zake, lakini Kamau alitikisa kichwa kuonesha ukataa. Bora ingekuwa hivyo. Hawa ni askari ambao walikuwa wameingizwa kwenye mfumo wangu kuanza kunipeleleza na kuhakikisha kwamba wananiangusha. Kuna viongozi wengi ndani ya serikali ya Kenya ambao wanatamani kuona nikiwa naingia jela kwa muda mrefu, na kama nikiwapa nafasi watu kama hawa, maana yake ni kwamba naweza nisije kutoka tena. Unahisi nipo tayari kupoteza vitu vyangu mimi kwa ajili ya watu wajinga kama hao? Hapana, siwezi. Na ndio sababu wasaliti kama hao ambao waliingia kwangu kama watu ambao wanahitaji kufanya biashara na mimi wanatakiwa kufa tena kwa maumivu kama hivi. Hawa walijifanya kwamba ni watu wangu, wakajifanya kuwa waaminifu, wakahisi mimi ni mjinga, ila jambo pekee ambalo hawakuwa wanajua hawa ni kwamba mimi waga na wafuatilia watu wangu kwa masaa 24 ya siku. Hivyo kila ujinga ambao walikuwa wanaufanya mimi nilikuwa naujua, bali nilikuwa nasubiri muda sahihi ufike niwaonyeshe mfano. Na hili ni kutuma ujumbe kwa watu wangu wote kwamba kama kuna mtu anajaribu kunifanyia uhuni, hili ndilo ambalo naenda kumtokea. Helena kuwa naumia tu kwa sababu ya wale watu kuuawa, bali wale watu walikuwa kama yeye. Nao walikuwa ni mandakava ambao walikuwa wamepewa kazi ya kujiingiza kwenye genge la watu wao. Mwisho wa siku kifo kiliwahitaji zaidi kabla hata ya kufanikisha malengo yao. Akiwa na tafakari mengi ndani yake na kuogopa, ndipo Kamau akamsogelea na kumkabidhi bastola, jambo ambalo lilimshtua na kumshangaza kwa wakati mmoja. Umesema unahitaji kufanya kazi chini yangu. Nimekubali, lakini unatakiwa kuonyesha uaminifu kwangu. Huyu mtu wewe umjui na hana faida yote kwako. Hivyo nahitaji uweze kumuua muda huu hapa kwa hii bastola. Alianza kutetemeka. Haikuwa tu kuua mtu, bali kwa misingi ya kazi yake kuua askari mwenzake lilikuwa ni jambo la hatari na nje ya maadili yake kabisa. Alikuwa anatetemeka mpaka kwenye mdomo, na muda huo alianza kuelewa kwamba mambo hayakuwa rahisi kama ambavyo alikuwa anafikiria yeye. Najua unaogopa mpenzi, la usiwe na wasiwasi. Bonyeza tu hapo risasi natoka. Unaweza ukawa ni mwanzo wako wa kuua, lakini kwangu ni ishara ya utiifu wako kwangu. Hivyo nitaanza kukuchukulia kwa uzito. Aliacha risasi 2 ambazo zilishia kwenye moyo wa yule mwanamke mwenzake ambaye alikuwa anabembeleza asiweze kuuawa. Aliomba hatua kadhaa, kaenda kutapikia pembeni, na ndo kwanza alikuwa anaingia kwenye hayo mambo, ila maisha yake hayakuwa yale ya burudani kama ambavyo alikuwa anadhani yeye. Karibu kwenye dunia yangu. Ndio ilikuwa ni kauli ya Kamau akimtaka waondoke ile mili vijana wake ingesafisha. Helena waweza kumuita Davina taratibu aliingia kwenye ulimwengu wa kutisha bila hata yeye kupenda. Damigo Ken Mugwasi, huyu ndiye mwanaume ambaye alivamiwa kule Kenya na kuambiwa kwamba mkewe alikuwa ni muuzaji wa madawa kulevya, jambo ambalo kwake lilikuwa geni na lilikuwa la ajabu. Hivyo alilazimika kuifuta ile safari yake na Tanzania, kufikiria upya na kufikiria maneno ya wale watu ambao kwake yalikuwa ni kama ya kusadikika, ila hakutaka kuyapuuza, kwa yule bwana wa mwisho mpaka anakufa bado alikuwa akikazania kudai mkewe hakuwa yule ambaye alikuwa anamfahamu, jambo ambalo kwa namna kubwa lilikuwa limempatia hofu na kuzua maswali mengi ndani yake ambayo kwa wakati huo hakuwa na majibu yake, huku ikiwa haiwezekani yeye kwenda kumuuliza mkewe kuhusu mambo hayo. Yeye na mkewe ilikuwa ni hadithi ya mfano.
ilikuwa ni hadithi ambayo wanadamu wachache walikuwa wanaweza kuiishi na kusema sisi ni mfano bora wa mapenzi ndani ya ulimwengu wa kishenzi. Alikuwa ameketi kando ya bahari, eneo ambalo lilionekanika kulipiwa gharama kubwa. Hakukuwa na watu kwa wakati huo zaidi ya yeye mwenyewe ambaye alikuwa ameshikilia picha ndogo mkononi. Ile picha ilikuwa na sura ya watu watatu, yeye, mkewe na binti mdogo ambaye alikuwa ni mtoto wao wa pekee ambaye walibahatika kumpata pamoja. Ile picha ilimfanya kutabasamu kwa sababu ilibeba uhalisia wa upendo. Ilibeba sura nzima ya maisha yake yote na sababu ya yeye kuendelea kuishi na kuwa hai, ila ghafla uso wake ulibadilika baada ya kuyakumbuka maneno kuhusu kazi ya mkewe na watu ambao walikuwa wanamtafuta na familia kwa ujumla, kama angeshindwa kulipa hasara ambayo alidaiwa kuingiza kwa hao wafanyabiashara wake. Mke wangu ni nani? Mbona kama vile simjui? Hao tu anaofanya nao kazi ni kweli au ni hadithi za kutungwa? Kama ni kweli, ilikuwaje mke wangu ambaye ni mstaarabu na anasifika kwa upole kila sehemu akaingia kwenye kazi kama hizi? Aliingiaje? Kwa nguvu ya nani? Na amewezaje kufanya kazi kwa miaka yote bila mimi kujua? Mke wangu ni ule au ni tofauti na ule ambaye mimi niliwahi kumfahamu? Je, kuna mengine ambayo yapo nyuma yake na familia yake ambayo huenda tangu siku ya kwanza na muoa sikuwahi kuyajua? Alikuwa anawaza maswali mengi kwenye akili yake ambayo asingeweza kuyajibu kwa wakati ule. Mkewe alikuwa ni mmoja kati ya wanawake ambao kila mwanaume aliyekuwa hai angetamani kuwa nao kwenye maisha. Ni aina ya mwanamke ambaye alistarabika mno. Alikuwa mwanamke wa mfano wa kuigwa kila sehemu, lakini stori ambazo aliambiwa zilikuwa zimeanza kumtisha hata mwenyewe. Yeye mwenyewe alikuwa ni mwanaume bora kwa mkewe. Alikuwa ni baba bora kwa mwanae na ni mwanaume mpole mno ambaye kila mwanamke aliyevuka hatua za ukuaji angetamani kumfanya kuwa mumewe. Alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anasikika sehemu yoyote ile ya ugomvi. Alikuwa baba dhaifu kwenye ulimwengu wa kibabe, ila alikuwa imara kwa ajili ya familia yake. Alikuwa mfanyabiashara ambaye maisha yake yalikuwa yamekubali hali ambayo ilifanya wao kuishi kwa furaha kama familia, hivyo naye maisha yake yalibaki moyoni mwake. Kama ambavyo yeye alikuwa na mengi nyuma ya ukuta wa mgongo wake ambayo mkewe hakuwahi kabisa kuyafahamu. Wenda hata mkewe alikuwa hivyo pia. Kama yeye alikuwa na siri kadhaa ambazo aliamua kuzizika ndani yake, basi singemshangaza kama ingelikuwa hivyo kwa mkewe pia. Wanadamu walikuwa na pande nyingi bwana, ambazo walikuwa wanaamua kuzizika kwenye mioyo yao tu, na yeye alikuwa ni mmoja kati ya wanadamu. Kwa hiyo alianza kupata ule wasiwasi halisi kuhusu mkewe, na jambo hilo likamfanya kudhamiria kumpeleleza mkewe, kujua ukweli, kwani kule kumwamini kwake sana kulimfanya asimfikirie hata kidogo, ila alikuwa ameanza kuona ile ilikuwa ni hatari kwake ama kwa mkewe na mtoto kwa ujumla, na baadaye angeonekanika kuwa baba ambaye alishindwa kuilinda familia yake. Yale mawazo mengi kwenye akili yake ndio aliyomsukuma na kumrudisha nyuma namna jinsi alivyokutana na mkewe kipenzi Jamila. Tell me about love. Niambie kuhusu mapenzi, msikilizaji. Saa 7:50 ndio muda ambao ulikuwa unasoma kwenye ubao wa saa yake. Gari lilikuwa imepata pancha eneo la poli. Hapa tunapata jinsi ambavyo walikutana na watu wawili, ndege hawa wanaruka pamoja. Hakukuwa na namna ya kuweza kurekebisha kwa sababu hakukuwa na tairi spare, hivyo kukanyaga kwake misumali kulimfanya kulipaki gari lake pembeni mwa barabara akiwa anatafakari namna ya kuweza kufika mjini. Kwa mahali ambapo alikuwepo yeye alihisi kama kuna mtu huenda ndiye alikuwa ametega ile misumali kwa ajili ya kumvamia na kumuibia, ila hilo halikumpatia wasiwasi. Akawa amerudi kwenye gari na kuketi akiwa anawaza namna ya kupata msaada, huku nje kukiwa na mvua. Dakika 15 baadaye ikasikika mungurumo wa gari kutoka nyuma, ikionekanika kuwa gari ambayo haikuwa kwenye mwendo mkali. Aligeuka na kuangalia, kweli akaona mwanga kwa mbali ukiwa unakuja ule upande ambao yeye alikuwepo, hivyo alishuka haraka na kupunga mkono ili mhusika aweze kumpatia msaada. Ni kweli ile gari likasimamishwa mbele yake kidogo, kioo kikashushwa, ndipo alikutana na sura ya mwanamke mrembo sana. Alisita kwa muda kisha katabasamu. Dangu, samahani kwa kukusumbua usiku wote, nashukuru umeweza kusimama, maana kwa mazingira alivyo ungeamua hata kupitiliza tu na mimi nisingeweza kukulaumu. Gari yangu imeharibika hapa na sina tairi jingine. Nilihisi kama ningesaidia tairi la hata kwako silioni, hivyo naomba tu msaada wa lift niweze kufika mjini.
Ile mwanamke hata kuongea zaidi akatabasamu tu na kufanya uzuri wake uweze kujidhihirisha wazi. Alifungua mlango na kumtaka bwana yule aingie, lakini alirudi kwanza kwenye gari yake na kubeba vitu vya muhimu ikiwemo begi lake ili aifunge gari aweze kurudi kesho yake hata vibaka wakivunja wasiweze kubeba vitu vya muhimu. Aliingia na safari kaanza. Umetoka wapi usiku kaka? Nilikuwa nimesafiri kibiashara ila kwa sasa ndipo nilikuwa narudi. Sijake hivi nimesahau kubeba tai la ziada. Nadhani hii inanikumbusha kuwa makini kwa wakati mwingine. Ni kawaida kwa mwanadamu kufanya makosa kama haya japo kwa usiku kama ukuwepo eneo kama hili sio salama sana. Ni kweli ila sikuwa na namna, nadhani kuna mtu ambaye alikuwa amenitegea ile msumari. Kwamba alitaka kuvamia. Hakunilenga mimi bali alikuwa amelenga labda mtu yote ambaye angetumia hii barabara waweze kumwibia. Kwa nini umekaa pale kwa muda gani? Kama dakika 40 hivi. Kama kuna watu walikuwa na mpango huo, unahisi kwamba muda wote huo asingekuwa amekuvamia? Itakuwa ni mvua imewafukuza, maana mvua imeanza kama dakika 50 zilizopita, hivyo bahati yangu imekuwa hapo, huenda kwa sasa tungelikuwa tunazungumza mengine. Au sema hivyo kwa sababu kila kitu kinatokea kwa sababu zake, kikubwa tupo salama. Ile jambo jema na nashukuru kwamba nimekuwa mimi kwenye ile tatizo. Unamaanisha nini? Piga hesabu kwa mfano wewe ndio ambaye ungeweza kutangulia kupita halafu ukakutana na hali kama ile. Isingelikuwa salama zaidi kwa mtoto wa kike kuwepo sehemu kama ile. Ni sahihi, lakini mpaka sasa hivi hatujuani hata majina. Naitwa Damigo. Damigo Ken Mgwasi ndio jina langu. Naitwa Jamila Kenneth. Umekuwa ni wakati bora sana kufahamiana nawe Jamila. Hata mimi pia. Unaenda sehemu gani? Kwangu kidogo ni mbali, hivyo ukinifikisha tu sehemu zenye usafiri nitashukuru sana. Kunako bakia nitafika tu mwenyewe. Na mvua hii na muda huu napata usafiri wapi? Wote wale walikuwa wameishia kutabasamu kwa ni Jamila alikuwa sahihi. Basi kama utajali kwa sababu kwangu sio mbali, unaweza kufikia tu kwangu kaoga na kubadilisha nguo kisha kesho asubuhi ukaiwahi gari yako uweze kwenda kwako baada ya kuhakikisha ipo sawa. Mimi ni mgeni kwako, unaniamini vipi mpaka unanikaribisha nyumbani kwako? Una mpango kunifanya jambo baya? Hapana, sina maana hiyo. Wewe unaonekana kuwa ni mtu mwema Damigo. Kama ungelikuwa ni mtu mbaya huku mstoni, ungenibadilikia kwa sababu mimi ni mwanamke na sina cha kufanya. Alikosa neno la kusema, huenda hakutaka kwenda, lakini uzuri wa yule mwanamke ulimfanya kujikuta akiwa anatamani kuendelea kuwa naye karibu zaidi. Ila hata wakati ambao alikuwepo ni kweli kabisa wa kumfikisha kwa alikubali kwenda kwa Jamila, ikiwa ni mara yake ya kwanza kabisa kukutana na mwanamke ambaye ndiye alikuwa amekuja kuwa mkewe aliyehusishwa na uzaji wa madawa kulevya. Umeona bana? Story inazidi kuwa tamu, story inazidi kunoga msikilizaji. Bado tuko nyuma kufikia pale ambapo ambaye babake na huyu Jamila kutaka kujua historia ya maisha ya Jamila au familia ambayo pengine alikuwa hajui kuhusu mke wake, mpaka inafikia sehemu anaambiwa kwamba anajihusisha na madawa kulevya. Hapa nakumbuka jinsi alivyokuwa amekutana msikilizaji, lakini tutarudi kwenye ile siku ambayo ndio alikuwa amefika nyumbani kwa yule mzee. Hii ni flashback msikilizaji. Mimi director Owen, lakini mtunzi wa simulizi yetu ni Fabian Babuya. Simulizi inakwenda kwa jina la My Wife is a Drug Dealer. Yaani kwamba mke wangu ni muuzaji wa madawa kulevya. Ilikuwaje kwa muuzaji? Ni baada ya kuolewa au ni kabla ya hapo alivyokuwa amekutana kwa ni muuzaji wa madawa kulevya? Na ikawaje mpaka onekana ni mwanamke bora sana na mama bora na mfano wa kuigwa katika ndoa? Na ndoa ilikuwa ni mfano wa kuigwa. Mwisho wa siku ni kwamba mume anataka kufilisiwa mali zake ili kufidia hasara iliyosababisha mke wake katika genge la madawa kulevya. Wataweza? Tumeshaona kwamba jamaa mwenyewe ni moto wa kuotea mbali. Wamekutuma watu watatu kawachinja wote. Itakuwaje? Ni sawa vipi Helena kule alikokuwa kwa tajiri Kamau? Anaishia wapi? Kapewa kazi ya kumua askari mwenzake kwa kosa ambalo analifanya tayari. Vipi zameki tafika naye kuwa kama alivyomua askari mwenzake? Hayo mengine mengi tutende katika sehemu ya pili msikilizaji ya simulizi My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuzaji wa madawa kulevya. Ni YouTube channel Simulizi Mix, lakini ukija WhatsApp 0677 062012 na kunaipata simulizi mpaka mwisho sasa hivi bila kusubiri. Usikose simulizi tamu na kusisimua kweli kweli. Tukutane huko. Bye bye. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili simulizi My Wife is a Drug Dealer. Mke wangu ni muuzaji wa madawa kulevya. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia pale ambapo mtaalamu wetu wa kutu Damigo alikuwa anavuta kumbukumbu jinsi ambavyo alikuwa amekutana na huyo mke wake ambaye tayari amepata taarifa kwamba ni muuzaji wa madawa kulevya, lakini hana uhakika. Anajaribu kujiuliza tu. Walivyokuwa wamekutana mara baada ya jamaa kupatiwa pancha barabarani baada ya kutegea misumari. Baadaye kama baada ya 40 hivi akamepita mwanamke ambaye ndo huyo mke wake.
akamwomba msaada. Huyo mwanamke akampa lift kuenda naye mjini. Walipokuwa wanaelekea mjini, jamaa akasema kwamba utanifikisha tu sehemu nitashuka napata usafiri na nyumbani. Mwanamke akamuuliza kwamba usafiri napata wapi muda kama huu usiku sana? Akaambia kama vipi njoo utulie tu kwangu hapo. Alafu kesho tamkia mapema kwenye gari yako ikiwa saa basi utaondoka. Jamaa akasema mimi ni mgeni kwako. Unaniamini vipi mpaka unanikaribisha nyumbani kwako? Mwanamke akamwambia kwamba kwa nini mpango unifanyaje babaya? Akasema hapana, sina maana hiyo. Akasema wewe unaonekana ni mtu mwema tu Damigo. Kama ungelikuwa ni mtu mbaya huko msituni ungeweza kunibadilikia kwa sababu mimi ni mwanamke na sina cha kufanya. Jamaa alikosa cha kusema, huenda hakutaka kwenda, lakini uzuri wa mwanamke umemfanya kujikuta akiwa anatamani kuendelea kuwa naye karibu zaidi. Ila hata wakati ambao alikuwepo ni kweli kwamba asingeweza kupata usafiri wa kuweza kumfikisha kwake, hivyo alikubali kwenda kwa Jamila, ikiwa ni mara ya kwanza yeye kukutana na mwanamke ambaye ndiye ambaye alikuwa amekuja kuwa mkewe aliyehusishwa na uzaji madawa kulevya. Kukutana kwa ile ilikuwa ni mwanzo wa hadithi bora sana ambayo ndani yake ilikuwa na simulizi za kuvutia ambazo zilikatiwa tamaa kwenye ulimwengu wa kweli kwa wengi kufikiria. Wawili wale walidhihirisha ule upendo ambao ulihadithiwa kwa wengi, upendo ambao dunia haikuwa imeushuhudia, bado ukawa ni mfano kwao. Nani ambaye angeweza kulipinga penzi lile? Ajali ya Tairi kazalisha historia ambayo iliwalisha watu wawili sehemu moja, ambao waliandika upendo kwa wino wa damu ambao ungeenda kuishi vizazi na vizazi. Ni ule upendo na ile siku yenye mvua usiku ambayo ilimfanya mtaalamu Damigo kuketi pembezoni mwa bahari akivuta hisia kule ambako yeye alikuwa ametoka na mkewe. Msikilizaji, simulizi tamu mpaka nabaki kwenye flashback, kumbe nimepitiza mpaka tulipokuwa tumeishia. Simulizi yetu nzuri imeandikwa naye Fabian Babuya, lakini kwenye mic niko director Owen na niko ndani ya studio za Simulizi Max, msikilizaji, kuhakikisha kwamba nakuletea simulizi kwa utamu na utulivu wa hali ya juu sana. YouTube channel Simulizi Max, lakini WhatsApp 0677062012. Ambapo kama mtakuja hapo msikilizaji unaweza kujipatia simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. My wife is a drug dealer ni simulizi moja tamu na tulivu sana kutoka mikono salama. Tunaendelea tulipokuwa tumeishia. Unaambiwa kwamba ni ule upendo na ile siku yenye mvua usiku ambayo ilikuwa imemfanya mtaalamu Damigo kuketi pembezoni mwa bahari akivuta hisia kule ambako yeye alitoka na mkewe. Walikuwa wametoka mbali mno na ni mwanamke ambaye alikuwa akimpenda na kumwamini kwa maisha yake yote. Ila dunia ilikuwa inataka kumpatia ukweli ambao hakuwa tayari kubeba kwa wakati ule. Baada ya kukaa kwa muda na kutoka kwenye zile kumbukumbu ambazo zilikuwa zinamkumbusha nyakati bora za yeye na mkewe, alikumbuka kwamba alikuwa na jukumu mbele yake, jukumu la kuweza kujua ukweli kuhusu mkewe, na mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba angeenda kuweza kumuuliza alikuwa ni mmoja tu, mlezi wa Jamila. Nipo narudi sema tulikuwa tumeanzia msikilizaji mwanzo kabisa mwa simulizi yetu, naambiwa ilikuwa ni nje kidogo ya mji. Nyumba ilikuwa ni moja ya maeneo ambayo yalikuwa yameanza kukua kwa kasi zaidi kwa watu wenye uwezo kujenga, na ndiko ambako alikuwa anaishi mkwewe huyo ambaye hakuwa mzazi wa mkewe bali ndiye alikuwa amemlea, hivyo kwao ilikuwa ni zaidi ya mzazi. Eneo hilo alikuwa analitambua vizuri sana kwa sababu hata nyumba ambayo mzee huyo alikuwa anaishi ni yeye mwenyewe ambaye alikuwa amemjengea kwa pesa zake. Mzee Kenneth ndio alikuwa jina lake. Ni mara chache waga inatokea wewe kuja eneo hili mwanangu, na haijawahi kutokea ukaja bila taarifa. Kwema uko nyumbani? Mzee alikuwa ameuliza swali akiwa anampatia kahawa kwenye kikombe wazungumze kama wanaume. Nyumbani kwema kabisa mzee wangu. Ni kweli kwamba nimekuja bila taarifa, jambo ambalo sio la heshima. Unisamehe kwa hili, ila sikuwa na njia nyingine, na kama ingekuwepo basi niamini mimi nisingeonekana ile eneo. Unaanza kunitisha Damigo. Mke wangu na anajua kama nipo Kenya. Upo hapo kwa ajili ya mkeo? Hapana mzee wangu. Manangu ni kwamba hatakiwi kujua kama mimi nipo hapa. Nakusikiliza. Ni miaka 7 sasa tangu mimi na mke wangu tuweze kuingia kwenye hii safari ya milele. Ni mwanamke ambaye nampenda na mheshimu na kumwamini kwa maisha yangu yote, kwa hasa kwa heshima ambazo amenipatia. Heshima ya kwanza, alikubali kubadili dini kwa sababu yangu na kuja kuwa Mkristo kama mimi, na heshima kubwa ambayo amenipa kwenye maisha yangu ni kunifanya mimi kuwa baba. Tumebariki kupata binti mzuri na mwenye afya tele ambaye ananifanya kila siku naamka na kuwa na sababu kubwa sana ya kupambana zaidi ya hapa na kuwa hai, na hii ndio sababu ambayo imenileta hapa mzee wangu, na mke wangu hatakiwi kabisa kujua kama niliwahi kuwasiliana na wewe kuhusu mimi na yeye, na wala hatakiwi kabisa kujua kama mimi nipo au nilikuwepo Tanzania wakati ambao nilimwaga naondoka kwenda Kenya. Nakusikiliza. Kuna maisha ya mke wangu ambayo huenda mimi sikuwahi kuyajua kabla. Ukiona maana gani kuuliza hivyo?
Nataka kujua kama kuna mambo natakiwa kuyafahamu kwa sababu ya familia yangu mwenyewe. Nini kimekutokea? Kuna watu ambao nahisi wamekuwa wakinifuatilia na walivamia wakiwa wanahitaji pesa ila nimefanikiwa kuwakimbia. Watu gani hao? Siwajui na sijawahi kuwaona. Na umefanikiwa vipi kuwakimbia watu ambao walionekanika kuwa na dhamira hata kukuua wewe? Ni vichoro vya mitaa jila Nairobi ndivyo vimenisaidia. Kwa hiyo haijatokea Tanzania. Hapana, ni Kenya. Asa kama umevamiwa na vibaka wa Kenya kivipi, kipi kinakufanya ukaanza kuhusianisha jambo hilo na mkeo? Kwa wale watu mmoja wao kabla ya kunitishia maisha na kuhitaji pesa, alitaja majina matatu ya mke wangu. Unamaanisha majina ya mke wako? Ndio. Jamila Ken Mgwasi. Huenda ni watu ambao wanakufahamu. Yaani kwamba watu watoke Tanzania na mimi mpaka Kenya ili kwenda kunikaba kubeba pesa. Mbele ya pesa unahisi jambo gani ambalo linashindikana? Damigo alikuwa kificha taarifa sahihi. Hakutaka kukurupuka kumwambia ukweli mzee huyo kwani ingeleta picha tofauti kidogo. Alikuwa anajulikana kuwa mwanaume mpole na mlaini sana kwa watu wenye ulimwengu wa pili ambao ulikuwa unahitaji zaidi mabavu, na ndio maana hata wale vibaka alidai kuwakimbia. Tukirudi kwa nini kueleza ni kipi ambacho sikijui kuhusu mke wangu. Watu wao kumtaja mkeo haimaanishi kuna kitu kuhusu mkeo Damigo. Nadhani unaanza kujipa wasiwasi kwa mambo ambayo hayana tija kwa sasa. Mke wangu na mwanangu ndio watu pekee ambao mimi ninao kwenye maisha yangu, hivyo kama kuna uzembe au kwa bahati mbaya kuna tatizo litawakuta, sina uhakika kama nitaweza kujisamehe kwenye haya maisha, na ndio maana nahitaji kujua kama kuna taarifa sina nijue na mlinda vipi mwanangu na mke wangu. Nikushauri kitu mwanangu. Kwa sasa hivi nadhani ulitakiwa kwenda kuwaona wataalamu na hisi kama vile upo sawa. Hata kama nikiunganisha dote sioni historia ya mkeo ikiwa inahusika na jambo la wewe kuvamiwa na majina, kuwa watu wanaweza kufuatia tu maisha yako na wakajua majina. Majina sikushtua namna hiyo. Labda kama kuna mambo mengine ambayo kama unanificha. Alianza kupandwa na hasira kwa sababu mzee huyo ni kama alikuwa ameanza kuchukulia kawaida mambo ambayo hakujua uzito wake ulikuwaje. Mzee tafadhali sana, hili ni muhimu kwangu. Naweza kuonekana kama nimechanganyikiwa ila sio kweli. Nina maana kubwa sana kuja kuuliza hili. Kumbuka nimesafiri kutoka Nairobi na kuja Tanzania kwa sababu ya kuuliza hivyo tu. Jitahidi sana uniambie mambo ambayo siyajui kuhusu mke wangu. Mzee yule alimwangalia Damigo usoni kwa umakini akiwa kama anazisoma alama zake za nyakati, na katika kujua bwana huyo alikuwa amelenga kufanya nini baada ya hapo. Jambo pekee ambalo huenda uwaga anaona aibu kukuambia ukweli ni kwamba aliwahi kuwa mpenzi wa kufuatilia habari za biashara za soko jeusi. Na unamaanisha nini mzee? Maisha yake ambayo amekulia hayakumfanya kuwa binti ambaye alipata yale ambayo alikuwa anahitaji. Kama unavyojua wazazi wake walifariki akiwa bado mdogo, hivyo akawa anatamani kuondokana na umaskini, na ndio sababu akawa anaangalia maisha ya watu wa namna hiyo kwa kuona kwamba kuna mafanikio mepesi. Maisha yale yalinitisha mimi kwa sababu yangemfanya kuja kuishia sehemu mbaya, na ndio maana nilifanya kazi kwa bidii mpaka nikawa nimefanikiwa kumsomesha, na kwa sasa hivi ni mhasibu mkubwa tu ambaye analipwa pesa nzuri sana. Jambo hili alikuwa anatamani kukuambia kwa muda mrefu, ila huaga anahisi utaanza kumcheka ama kuona ni mwanamke asiyejielewa. Nimekuambia kwa sababu nakuheshimu, na kama usije ukamwambia kuhusu hili wala yeye kujua kama mimi na wewe tumewahi kuzungumza, kwani anaweza akanichukia. Mbali na hilo hakuna maisha mengine ya mkeo ambayo hauyajui Damigo. Hivyo ushauri wangu ni kwamba acha kujipa pressure, nenda kwa familia yako. Kwenye mambo ambayo alikuwa anafuatilia unaweza ukanitajia kama yapi? Damigo sio kama mtoto. Huko kuna biashara haramu zote ambazo zinafanyika duniani. Asuntarajia nini? Sijioni kwa nini moyo wangu una hofu kubwa sana kuhusu mke wangu na usalama wa mtoto wetu. Unahisi mkeo ni hatari kwa mtoto wako? Hapana mzee, umeelewa vibaya. Lile tukio limenifanya niwe na wasiwasi na usalama wao. Kama na wasiwasi sana na unataka kuwa na amani, basi ajili hata walinzi kwa ajili ya mkeo, na naweza kukusaidia kuwatafuta. Asante mzee wangu, nikiona kama ulazima kufanya hivyo nitawatafuta. Shukrani kwa muda wako kwa sasa, acha ni kuacha upumzike. Ukihitaji mtu wa kuongea naye hapa ni kwako, milango iko wazi. Alinama kuonesha heshima kwa mzee huyo akatoweka. Wote wawili walionekana kuficha baadhi ya mambo ambayo walikuwa wanayafahamu. Baada ya Damigo kuondoka, mzee yule alipiga simu mahali na kuongea kwa sauti ya utulivu.
Umesema watu wameuawa usiku wa jana Nairobi? Ndio mkuu. Walikuwa ngapi? 3. Mmoja amejulikana? Hapana mkuu. Mzee Loka amekata simu na kuangalia ule upande ambao ulikuwa umetokea Damigo, huku uso wake ukiwa na maswali mengi na mshangao ambao haukuwa na majibu sahihi kwa wakati ule. Twende kwa Tengo msikilizaji. Usalama Magomeni. Ni maeneo ambayo maisha yake yalikuwa yako tofauti. Ni mitaa ambayo haikuwa salama kwa ajili ya malezi ya watoto na vijana kwa wakati huo kutokana na mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwenye ukuaji wa sakata la dawa za kulevya ndani ya taifa la Tanzania, hususan kwa jiji la Dar es Salaam, Magomeni ilikuwa ni moja kati ya sehemu ambayo ilikuwa kitovu kikuu cha usambazaji wa dawa hizo za kulevya. Vijana wengi walijikuta wakikana kwenda shule hawakuona kama zina umuhimu kwa sababu ya kuahidiwa maisha mazuri na wafanyabiashara wa madawa za kulevya. Mitaa ilikuwa imejaa mateja. Mitaa ilikuwa imezongwa na kizazi ambacho kilipoteza dira ya maisha na hakuna hata mtu mmoja ambaye alionekana kuweza kujali jambo hilo. Vijana walika za miaka 16 mpaka 25 walikuwa kihisi ilikuwa ni sehemu sahihi kwao. Walijikusanya kwenye magenge na nyakati za usiku wakawa wanaingia kwenye biashara hiyo. Walitokea maeneo ya Mabibo wakiwa wanasambaza madawa mpaka Magomeni. Kama ungelikuwa mgeni wa jiji, hakuna kitu ambacho ungeweza kuelewa wala kujua nini ambacho kinaendelea, lakini kuna watu ambao walikuwa na nusa harufu ya shughuli hizo kwenye hayo maeneo. Hivyo walikuwa wameanza kufanya doria za siri eneo hilo kwa kupachika watu ambao wangeenda kuwa sehemu ya hiyo jamii ili kuweza kupata taarifa za ndani zaidi juu ya nini kilikuwa kinaendelea ili kuweza kupunguza hatari kubwa ambayo ilikuwepo. Na hapa ndipo Tengo alikuwa ameingia kuweza kuifanya kazi hiyo. Mpango wa Tengo kuingia Magomeni haukuwa wa ghafla, bado ulikuwa wa muda. Alikuwa akiishi kwenye mitaa hiyo, lakini kuna muda alikuwa akipotea na kurudi ghafla. Ucheshi wake ulimfanya kujulikanika kwa masela wengi sana ambao walikuwa wakitumia madawa na kushinda vijiweni kupiga soga kwa sababu na yeye alikuwa na maisha ya hali ya chini kama wao. Alikuwa ni msela ambaye hakuwa na maisha mazuri, hivyo naye pia alikuwa anapambania kombe kuhakikisha anapata tonge. Kupotea na kurudi kwake, waliamini kwamba alikuwa akienda kutafuta maisha na mambo yalikuwa na mzidi. Alikuwa anarudi ndani ya mitaa hiyo, ila kuna tetesi ambazo zilikuwa zimezagaa mtaani kwamba Tengo alikuwa amepata mtoto akishua, na wakati huo jina lake hakuwa anajulikanika kama Tengo kwa mtaani, bali walikuwa wanamfahamu kama TG, ikiwa ni kifupi cha jina lake, ila hawakuwa wanajua hilo. Kupata kwake mtoto wa kishua kulimfanya kurudi kwa mbwembwe. Kurudi kwake kuliwafanya masela wa mtaa kuanza kumheshimu. Hakuonekanika kuwa mwenzao tena baada ya kungoa mtoto wa kishua na kumpeleka Uswahilini. Habari zake zilisambaa kwenye vijiwe kwamba jamaa alikuwa anaswaga za kutosha mpaka kumfanya mtoto wa Masaki kuchanganyikiwa, akiwa analilia kulala kwa TG na kubaki Uswahilini huko mara kadhaa, ila hawakujua kama yule alikuwa ni askari mwenzake. Wawili walikuwa wapo kwenye misheni kubwa sana ya kuweza kufahamu mtandao wa uuzaji na usambazaji wa madawa kulevya kwa Tanzania. Master mwenyewe TG, nasikia kwa sasa hivi mitaa inakukoma ndugu yangu. Alisikia sauti kubwa wakati akiwa anakatiza mtaani, kofia akiwa kaigezea kwa nyuma. Kaka, tunaishi na kuzaliwa mara moja tu bana. Maisha ukipata nafasi ya kuvimba basi usifanye makosa ndugu yangu, wanadamu wenyewe hawaeleweki hao. Isika kama kuna dawa unatumia, maana soko apisila iseso poa. Kwa sasa hivi nasikia ugali mboga 7 umelikataa tembele jumla yani. Michael, unazingua mwanangu. Sema mtoto kautaka yule hivyo, ni mwendo wa ukamiaji tuese mpaka analia kubaki Uswazi huko, ataki tena majengo marefu ya kwao kule. Asema watoto wakishua muda mwingine waga jao mwanangu. Angalia mzee wake asijaga kutia bastola mwanangu, mitaa bado nakuhitaji sana hii. Anaelewa hilo, sema mzee wake apindui kwa yule mtoto, anampenda barando maana anafanya anachokitaka tu kwa sababu mshua anakuwa mpole sana yani. Mwanangu, ukiondoka na kurudi na mbwembwe za mtoto akishua basi lazima tu utakuwa upo safi. Hebu tufanyie basi maana tuguse lolote jambo leo bana. Sio kesi mwanangu, kuna teni ile hapa, sema kuna issue ambazo waga natamani sana kuzijua ile, ila sijapataga mtu wa kunisanua mwanangu Michael. Bonga mzee, nichukue maelezo hayo, kama naweza kunyoka nayo basi tuishi kimaster tu hapa zaidi mwanangu. Alijibu yule bwana ambaye anacheka huko akiwa anavuta ile 10,000 ambayo alikuwa amepewa. Wanangu, ni mtoto wa kiume kama mimi tunaelewa kwamba mitaa ya Kiswahili bana hii sio rafiki kuhakikisha pochi zinakuwa zinajaa hivyo. Muda mwingine tunalazimika hata kuvuka hata mistari ya sheria ili tukuhakikisha jambo tumbo linakaa sawa.
Na kudele mzee wangu, endelea kubonga mwanangu. Maanisha kwamba yeye ni mwana wa mtaa, hivyo utakuwa unajua mitaa mingi sana chucho zake ise. Mzee natamani kuingia kwenye kete nipige pesa. Michael alimvutia TJ pembeni akiwa anaangalia huku na huko kuona kama kuna mtu alikuwa anawasikia. Aisee mzee sio shida kuongea kwa sauti namna hii bana. Mapoti squeeze hapo kila kona na kuna taarifa ya kwamba wengine tunaishi nao tu wanavaa kila hivyo unaweza ukajikuta tu ukiwa unaishia segelea tu kwa muda mrefu mwanangu. Nimekusoma lakini si umenielewa? Nimekuelewa lakini haya mambo sio rahisi kama unayatamka hapa ujue. Unataka kunikataa Michael? Bana, ni kweli kabisa kwamba kuna mtandao wa kete hapa Magomeni, lakini sasa mtandao huu ni mgumu sana, hata kutengeneza pesa ni changamoto sana, kwa sababu unaweza kuishia kupata pesa za kulewea tu, yani kidogo mara moja tu ukiweka maisha yako rehani. Sasa hivyo kwa ushauri wangu mimi nadhani kwamba ungempata mtoto akishua akuwezesha hata mtaji ukadake goli lako hata Karume pale kwa siku ukosi hata 10 mwanangu. Sina shida ya pesa za kula mzee wangu, na shida na utajiri. Vijana wengi waingizwe tu kwenye mfumo kwa sababu ni hatari bwana. Wakubwa hawataki kabisa kufahamika, hivyo unajikuta ukiwa haujui hata mzigo unatoka kwa nani. Ila kama unataka kujaribu leo usiku, kutakuwa na mzigo unatolewa hapa kupelekwa Mabibo pale. Na kule nadhani kwamba unasafirishwa kwenda Arusha, hivyo kuna watu ambao unaweza kukutana nao wakakupa mpango mzima yani. Mimi nikutana na watu ambao hawanifahamu. Haihitaji kufahamiana. Yani kuna mwanangu ambaye nitakuunga naye waga na beba hii mizigo na kusafirisha maeneo mbalimbali ya jiji, na muda mwingine anaenda hadi mikoani. Wewe unaweza kukuunga ukafahamiana na watu kadhaa, japo nao ni kama sisi tu ambao wanakula dili za muda na hakuna kuuliza mzigo umetoka wapi. Kama ukianza hapo maswali unaweza kuuawa muda wote yani. Wewe hutakuepo. Hapa na kwa sababu nimepumzika ise. Kuhatarisha maisha yangu kwa sababu ya 50,000 siwezi kabisa ndugu yangu. Maana nikikaa hapa nikiwasoma wenye pesa hapa hata 10 hivi, nikiwapiga vizinga sikosi laki kama siku ipo vizuri. Sasa yani nikajitupe huko mwanangu. Nipe namba zako Michael ili baadaye nikupigie kama nitakuwa tayari. Kumbuka hili jambo utaki kabisa kujua mtu mwingine hivyo. Jitahidi sana uwe na kifua kipana mwanangu. Hilo limeisha. Wawili wale wakaachana baada ya mazungumzo ya muda kwenda sawa kama ambavyo Tengo alikuwa amepanga. Lengo lake lilikuwa anahitaji kuwajua watu hao ambao walikuwa wanahusika na jambo hilo na mtandao wao kiujumla, ili waweze kujua kwamba ndani kulikuwa nani na nani ambao walikuwa wanashirikiana kwa pamoja. Baada ya kufanikisha hatua ya kwanza, karudi haraka sehemu ambayo alikuwa amepanga. Yule mwanamke ambaye wengi walikuwa wanamjua kama mtoto akishua alikuwa yupo ndani anamsubiria, huku vijana wa mtaani wakiwa wanamuonea wivu, ila hawakujua yaliyokuwa kwenye mapazia. Vipi, umefanikiwa? Hapana Leila. Japo sijafikia pabai. Umefikia wapi? Bado kuna kazi ya kufanya. Leo jioni nakutana na hawa watu, lakini inaonekana ni ngumu sana kuwajua usika. Kwa nini? Kwa maelezo Michael ni kwamba hata kama nikiingia kwenye biashara itakuwa ni vigumu sana kuwajua usika wakuu, maana ni kama wanatumia madalali kufanya biashara. Kupitia madalali yao haiwezekani kuweza kuwabana wakatajia usika. Sio rahisi kwa sababu inaonekana mzigo uwaga inawekwa sehemu wao wanaelekezwa tu kwenda kuichukua. Kama tukijua sehemu ambazo mizigo inawekwa, tunaweza kuweka mtego tukaja kumpata mtu ambaye anaweka mzigo hiyo. Hiyo itakuwa ni njia ya pili kuifanya, ila bado ni jambo gumu sana kwa sababu jambo gumu kwa sababu watu namna hii hawezi kuwa wanaweka sehemu moja ya kuweka tu mzigo mzito na hatari kama hiyo. Kwa hiyo kwa sababu tunafanyaje? Mimi ndio nao ile itabidi tuvamie. Kwa nini? Kuna watu ambao huenda watakuwa wanafuatilia. Kama nikisema kwamba nianzishe hili mwenyewe, itakuwa ni rahisi kuweza kutambulika, hivyo wewe utatuvamia tu na hao watu lazima watakimbia kwa kutokuhitaji kutambulika. Kwa mita ni buruza na risasi kwenye bega pembeni ili niweze kuaminika, ila tutahakikisha kwamba tunampata mmoja wao. Umechanganyikiwa Tengo? Tangu lini umeanza kujali kuhusu mimi? Kumbuka tupo tunaigiza tu hapa, wewe sio mtoto akishua wa Masaki ambaye kama wanadanganyana huko nje. Mimi najali kuhusu Tengo. Akaropoka Leila kwa sauti yenye ukali, hali ambayo ilimfanya Tengo aliyekuwa anajiandaa kuangalia runinga akageuka. Tangu lini? Ni muda tu. Mimi nakupenda. Na unajua kama hii ni hatari kwenye majukumu kama haya. Nani atajua Tengo? Unamaanisha nini? Ni wewe tu. Tengo alikuwa amesimama kishujaa zaidi. Hakutaka kulaza damu zaidi ya kuitupa shati yake akabaki na mwili wake ambao ulikuwa umetuna kwa mazoezi. Alimvamia Leila kama mtu ambaye alikuwa anasubiria hiyo nafasi kwa muda mrefu. Ikamjia kwenye njia yake.
Alimvua nguo kuzirarua mpaka zikawa zimekoma. Wawili hao wakalushana kitandani na kuanza mechi ambayo ingebembelezwa na feni safi iliyokuwa ikipunguza ukali wa joto la jiji. Usiku basi, jiji lilikuwa limetulia. Wenye biashara za watu wenye hela walikuwa wanatengeneza vipato, huku maskini wakiwa wanaendelea kunjua mashuka yao kuhakikisha wanalala ili kuzisahau shida ambazo walikuwa nazo kwa muda. Kwenye baadhi ya mitaa watoto wa Kiswazi walikuwa wanatumia mida hiyo kuweza kukaba na kutafuta pesa kwa lazima, lakini kwa Magomeni mitaa hiyo walikuwa wanajikusanya vijana kwa ishara kuweza kuingia mzigoni kutengeneza pesa. TG alikuwa amesimama nje ya banda moja la wakala akiwa anamsubiri mtu wake ambaye walielekezana kukutania eneo hilo. Ni dakika 10 tu zilipita akaona mtu ambaye alikuwa na mashaka ndani yake akiwa anasogea lile eneo akiwa ana kimkoba kidogo. Alifika akiwa anahema kwa hofu kana kwamba alikuwa anafukuzwa. T aliita kwa herufi moja, G. Ilikuwa ni ishara ya kutaka kuhakiki kama ni yeye ambaye alikuwa ameelekezwa kukutana naye. Waga ni ngumu kwetu kupokea watu wageni, ila nimekubali kwa sababu ya Michael. Nimetoka naye mbali. Kama nakuamini maana yake hata mimi nalazimika kukuamini. Na heshimu hilo mkuu. Natafuta nikula tu. Ukiwa mwaminifu pesa ndogo ndogo hazitakuwa zinakupiga chenga. Kwema, lakini umetoka na hema sana huko. Asio kwema, maana nahisi kama vile kuna watu walikuwa wananifuatilia kwa muda. Nimejaribu kuwakimbia nikawapoteza, hivyo mimi na wewe tunatakiwa kuachana hapa, tutakutana siku ya kesho. Ndizo kwamba umekuja kunipatia kazi. Ndio maana nipo hapa. Wewe ndio unatakiwa kuondoka na hiki kibegi kidogo. Nenda mpaka Mabibo bwawani. Pale kwenye bwawa la mwisho pale kabisa, achana na la barabarani. Ukifika pale washa taa simu yako mara 3. Kisha achia begi haraka uitupe chini na uondoke ile sehemu. Wewe hauende. Hii ni ishara mbaya. Kwa haya ambayo yametokea hapa, naweza kuwa na mkosi tukakamatwa. Kama nimeianza vibaya namna hii, basi nataka kuishia hapa kwa leo. Na vipi kuhusu mimi? Hakuna mtu ambaye anakufahamu wewe, hivyo utakuwa salama. Jitahidi tu upite chocho ambazo hazitakukutanisha na askari hata kwa bahati mbaya, maana wanakuaga kama wachawi wale wajinga ukiwa na mzigo. Yaani kama ukikutana naye hakikisha kwa gharama yote ile haupotezi huo mzigo, maana mzigo ukipotea kuna watu ambao wanatakiwa kufa ili kufidia. Mtu akifa na fidia vipi? Yanatolewa figo yake na kwenda kuuzwa. Kwa sasa hivi sio muda wa kuulizana maswali mengi sana, nenda kukamilisha hiyo kazi. Na malipo yangu, malipo atakuletea Michael siku ya kesho nyumbani kwako, maana amedai kwamba anapajua unapoka. Yule bwana hakusimama tena, bali alikuwa ametoa kibegi na kuondoka akiwa na wasiwasi mwingi ndani yake. Tengo alimwangalia mpaka alipokuwa anaishia kwenye kona moja, akaangaza kila upande na kuanza kutembea haraka, ila aligundua kuna watu ambao walikuwa nyuma yake, na bila shaka ndio wale ambao walikuwa wanamfuatilia yule ambaye alikuwa amempelekea kibegi, hivyo ule msala yeye ndiye alikuwa ameuziwa. Alitembea haraka akiwa anakata kona kadhaa kuweza kuwakimbia wale watu, maana hakujua ni akina nani, ila hawakumwacha. Walikuwa naye kwenye kila hatua ambayo alikuwa anaipiga. Alikata kona kadhaa kisha akawa amepotea. Wale watu walijitokeza pale na kuanza kumtafuta, ila hawakumuona mahali popote pale. Walikuwa na wanaume 3 ambao hawakuwa na sura za kubahatisha usoni mwao. Walibaki wakiwa na shangaa na kujiuliza mtu wao alikuwa amepotelea wapi, na ndipo walipokuwa wamesikia hatua zikiwa zinakuja kutokea nyuma yao. Aligeuka yule ambaye alikuwa nyuma, alikutana na kisu kwenye mdomo wake ambapo alijaribu kuufumba, ila ilishindikanika kwa sababu lilikuwa ni tukio la haraka, singeweza kushindana na ile kasi ya kile kisu. Akiwa anashuka chini, Tengo aligeuka kwa sarakasi akiwa anamrushia yule bwana ambaye alikuwa anamfuata kile kibegi. Akiwa anashangaa alikutana na teke kwenye shingo ambapo alirudi ukutani akakitupa kile kibegi. Tengo alikuwa amekidaka tena. Aliona mguu ukiwa unakuja akaukwepa, alirudi mpaka ukutana kama amekutana na buti la kiuno. Aligeuka kama amekutana na yule ambaye alikuwa amempiga teke, hivyo akainama pale. Mabwana wakawa wamepigana wenyewe kwa wenyewe. Alizungukia nyuma mmoja na kuikatakata shingo yake ambayo ilibaki kama nyama zilizokuwa zimekatwa. Akatizana mmoja ambaye alikuwa yuko mbele yake. Tunaweza kuokoleana muda na uhai kwa kuniambia wewe ni nani na unatafuta nini kwa mtu ambaye tunaweza kuokoleana muda na uhai kwa kuniambia wewe ni nani na unatafuta nini kwa mtu ambaye hatukuwahi kuonana. Nina shida na hicho kibegi. Kwa kutuma nani? Asio biashara yako kujua.
Alikosa na kisa ambacho kinaenda kuchoma pembeni, akageuka na mguu wake, ila ule ambao alikuwa ameuacha chini ndio ambao Tengo alikuwa amepita nao. Yule bwana akawa anashuka kwa kukosa balance, ila alipokelewa na goti la kifua akaenda kutua pembeni akiwa na koa. Tengo aliruka sarakasa akamkosa bwana yule ambaye alijivutia pembeni na kunyanyuka. Baada ya kunyanyuka hakusimama tena zaidi ya kutoka nduki kama hakuwa na akili nzuri. Ila alisimama kwenye nyumba moja baada ya kuona barabarani kulikuwa na watu walikuwa wanapita ambao walibaki wanashangaa tu bwana yule ambaye alikuwa anakimbia kama ana akili nzuri, huku akiwa anageuka kila sekunde kuangalia nyuma mithili ya mtu ambaye alikuwa anamuogopa yule ambaye alikuwa anamjia. Tengo karudi akawakagua wale watu, ila hawakuwa na chamana zaidi ya pesa tu na bastola ambazo Tengo alirudi kuwakagua wale watu, ila hawakuwa na chamana zaidi ya pesa ambazo na bastola ambazo alizibeba, kisha kama amechukua kisu na kuondoka ile eneo kupeleka mzigo ambao aliambiwa anatakiwa kufikisha. Alitumia dakika 40 tu mpaka Mabibo, maeneo ya mabwawa 7. Ulikuwa ni usiku wa manane tayari na hakuona mtu ile sehemu. Hakufanya kama ambavyo alikuwa ameagizwa, bali alikuwa ameenda ile sehemu na kusimama kwa muda dakika 5 bila mtu yote kuonekana. Akasubiri dakika zingine 10 ndipo akawa amesikia sauti kimtaka kunyosha mikono juu kutoka nyuma yake. Walikuwa na wanaume wawili ambao walikuwa wamemweka chini ya ulinzi. Wakunipa hapo kwa ajili yenu. Ya ndio maelekezo ambayo umepewa. Hapana. Asa kwa nini unakaidi? Sikutaka kuingia kwenye matatizo. Kuna watu ambao walikuwa wananifuatia, ila nimejaribu kuwakimbia mpaka nafika hapa, hivyo niliogopa nisije nikaacha mzigo ukaingia kwenye mikono ya watu wengine, ikawa ni hatari kwa upande wangu. Mabwana wale waliendelea kwa zamu, kisha wakarudisha bastola zao viunoni na kukonyezana. Usije ukajaribu tena kufanya hili jambo. Tupatie huo mzigo kisha uondoke zako na usigeuke nyuma, vinginevyo tutakumwaga ubongo. Alikuwa anawapelekea kile kibegi akiwa anajaribu kuangalia kwa umakini kama aliwahi kuwaona mahali, lakini ni sura ambazo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuziona. Wakati kwa anakaribia kufikisha kibegi, kuna tukio la haraka lilikuwa limetokea ambalo alikutegemea kabisa kutokea. Wale wawili, mmoja alikuwa amepigwa risasi ya shingo, yule mwingine alipokuwa anajiandaa kutoa bastola yake, Tengo alikaza mkono kwa kumtwisha ngumi nzito kwenye shingo, akashuka chini baada ya kupoteza fahamu, na ndipo Leila akajitokeza akiwa ndani ya baibui. Unatakiwa kuondoka haraka sana. Huyu unaondoka naye. Do it Leila. Kuna lazima mimi kukupiga risasi? Ndio, niburuze kwenye bega kisha nitaondoka na mzigo. Hakukuwa na muda wa kupoteza, ikasikika risasi nyingine ambayo ilimfanya Tengo kuuma meno, huko akiwa anatokomeana kibegi. Leila kibaki anabeba simu za watu wale na kuondoka na yule bwana ambaye alikuwa amezimia, kwani walikuwa na kazi naye. Masaa mawili baadaye, Tengo alikuwa ndani kwake akiwa amejaza spirit mezani, huku kukiwa na tishu kadhaa na kitambaa ambacho vyote kwa pamoja vilikuwa vimejaa damu. Alikuwa anajitibia, na baada ya kuhakikisha amejifunga vizuri, alibugia pombe kali mdomoni mpaka akafumba macho. Ila kabla hajaitia chini, mlango wake ulikuwa umeanza kugongwa kwa nguvu. Alitulia kidogo na kushusha pumzi, kisha kama ameenda kufungua akiwa na bastola kwenye mkono wake. Alifungua kwa tahadhari na kunyosha ile bastola, lakini alishusha baada ya kukutana na Michael. Kaka, unataka kuniua hadi mimi? Hali ilivyo huko nje unaona kwamba ni ya kumwamini kila mtu. Mtoto akishua yupo kwanza. Michael alikuwa kama mtu ambaye alikuwa amevurugwa, akiwa anakagua kila sehemu ndani ya ile sebule, huku akiwa anajibwaga kwenye sofa. Siwezi kuruhusu hapo nikafanya issue kama hii. Tangu mapema nilimwambia aondoke, isije kuwa tatizo kama mazingira hivi. Unahisi kwamba ningemwambia kitu gani mpaka nielewe? Ulitumia akili kufanya hivyo. Unaweza kuniambia hiyo bastola umeitoa wapi? Unahisi nimeingia kwenye kazi kwa kubahatisha? Hakikisha unailinda wasije wakajua kama unayo, maana itakuwa ni hatari kwako. Kipi kimkuleta na usiku wote huu? Mzigo nao? Ndio. Ile bwana kaonekana kushusha pumzi ndefu ambayo alikuwa nayo. Ndugu yangu, bila huo mzigo wote tulikuwa tunakufa. Umejua kama haya yametokea na mimi nipo hai. Sikujua kama upo hai, nilikuwa nataka tu kuja kuhakiki, ila umeonyesha uaminifu mkubwa sana, kwa sababu kwa wengine wangeamua kukimbia na mzigo na kupotea mazima, ukizingatia mtu kama wewe haujulikani kitu kinatokea wapi. Ndugu yangu, mimi kwenye maisha yangu uaminifu ndo msingi wa kazi zangu, ila bado hujanijibu kwa usahihi. Kuna watu walipita pale wakawa wamekutana na maiti ya mtu wao mmoja akiwa ameuliwa, na mwingine alikuwa hajulikaniki alipo, hivyo wakataka kujua ni wapi mwingine alipo, ila baadaye walipoona kimya wakatambua kwamba atakuwa amekamatwa. Hivyo jambo la kwanza ilikuwa ni mzigo kuwa salama, maana ni wa bei mbaya, lakini pia huo mzigo ni ushahidi, hivyo hawakutaka kosa lote lifanyike. Yule jamaa wangu ambaye alikuagiza ndiye ambaye kanituma kwako, maana amepigiwa kuulizwa kama mzigo upo salama na amejibu mzigo upo, hivyo ana wasiwasi sana, ndio maana akamenituma mimi nije hapa.
Kwani kama ikijulikana haya makosa ameyafanya basi anauawa. Kwa hiyo mimi inakuaje? Nielekeze kwanza ni kipi ambacho kimetokea ili nijue nini cha kufanya kwa hali ambayo imejitokeza huko. Kuna watu walikuwa wananifuatilia tangu huko, ila mimi niliwakimbia. Baadaye sikujua nini ambacho kilitokea mpaka nilipofanikiwa kufika ile sehemu, ila kutokana na ile hofu ya kufuatiliwa niliogopa kuacha mzigo wenyewe pale, kwa kuogopa unaweza kupotea nikaingia kwenye majanga ndugu yangu. Hivyo nilikuwa nimewasubiri wale watu ambao baada ya kujitokeza tu nilikuwa nimeshangaa milio ya risasi kwenda kwa mmoja. Nikaanza kukimbia, ndipo risasi kama nibalaza kwenye bega, nikawa naishia kwenye ukuta wa nyumba moja. Hivyo moja kwa moja nikawa nimekuja mpaka huko nyumbani kuja kujitibia, ila sijaelewa nini ambacho kimetokea nyuma. Umefanya kosa kubwa sana, kwa sababu kwa muda ambao wewe uliwasubiri na wao walikuwa wanasubiri uweke mzigo uondoke. Maana yake ni kama ungefanya vitu singekuwa hapa sasa hivi, ila sio kesi, kwa sababu wewe ni mwanangu, ili utalimaliza bila wakubwa kutambua ni kinaendelea. Kwa hiyo kwa sasa hivi kinatokea nini? Kwa sasa hivi unatakiwa kuondoka hii sehemu mpaka mambo yatakapotulia. Mimi nitakutafuta kwa ile namba yako. Muda wa shughuli zitasimama kwa muda, maana ishaonekanika kama askari wapo karibu, na makosa kama haya yakijirudia mara mbili ni mbaya kwenye biashara. Nipe mzigo huo, kisha shika ila 5 ya nauli. Baada kama wiki unaweza kurudi kuendelea na mambo yako. Haitakiwi kutoa mwanya wote ule. Wa polisi kuanza kuhisisi watu hapo. Nimekuelewa Michael. Shukrani sana kwa kulimaliza hili kimya, maana nilikuwa naogopa nitaniletea matatizo. Kama mzigo ungepotea hilo nisingekuwa na uwezo wa kuweza kuokoa, ila kuweza kuulinda mzigo ni uaminifu. Japo na swali moja TJ. Uliza. Umesema kuna watu walikuwa wanakufuatilia. Ndio, hata yule jamaa alisema kwamba anafuatiliwa, na hisi ndo wale ambao walikuwa wameanza kunifuatilia mimi baada ya kuona kwamba nje nimepewa mzigo. Hao watu walikuwa ngapi? 3. Kuna yote ambaye umemdhuru? Ndugu yangu, nguvu yangu pekee ni bastola. Natolea wapi uwezo wa kuweza kushindana na watu 3 na usiku tena ambao siwajui? Kuna watu wawili wamekutwa wakiwa wameuliwa kikatili sana mtaa wa 3 kutoka hapa. Inahisiwa kwamba huenda ndo hawa, ila swali ni kwamba nani kawaua? Kama sio wewe, basi nitafuatilia ili nijue kuna usalama kiasi gani. Asante kwa kunilinda Michael. Kuna saa moja nimebaki, hakikisha umeondoka hapa asubuhi, usiwepo mpaka baada ya wiki. Nitakutafuta na au unaweza kurudi tu. Waliunganisha mikono yao watafutaji wawili hao ambao walikuwa nahakikisha maisha yanaenda sawa. Kisha kama ameachana na mdau Tengo, alikuwa amefuta ushahidi wa alama zake mle ndani, kisha akatoweka kwa sababu kuna mahali ambako alikuwa anatakiwa kuwepo kwa nyakati hizo. Nje ya mji. Chumba kilikuwa kimejaa vyuma chakavu na taa za zamani ambazo zilifanya mwanga kuwa mkali kiasi kwamba ilikuwa inaonekana kama ni mchana wa saa 6, ila ulikuwa ni usiku wa manane. Yule bwana ambaye alibebwa mabwawa 7 ndiye ambaye alikuwa amefungwa ndani ya chumba hicho na Leila. Alikurupuka kichwa chake ikiwa kinamuuma mno. Alikuwa anataka kunyanyuka, ila aligundua alifungwa vya kutosha. Hakuwa na uwezo wa kufungua hata macho yake kwa sababu kuna kitambaa kizito kilikuwa kimekazwa kwenye macho yake. Alijikuta akiwa na sonya kimoyomoyo. Alihitaji kupiga kelele ili aweze kufunguliwa mpaka pale ambapo alikuja kutambua kwamba hata mdomo wake pia ulikuwa umefungwa, hivyo hakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote kwa wakati ule, na ndipo akaja kuvuta kumbukumbu nzito yale ambayo alikuwa ametokea muda mfupi akiwa kule Mabibo. Alijikuta akiwa ameishiwa nguvu. Hakuelewa kama alikuwa yupo kwenye mikono ya polisi au wahalifu wenzake ambao nao walikuwa wanahitaji mzigo, japo yeye alikuwa ameombea wawe ni wahalifu wenzake, maana kwenye mkono wa polisi alijijua kabisa kutoka kwake ilikuwa ni kutumiwa watu wao kumuua kama angefanikiwa kuweza kuhimili mateso ya sehemu hiyo. Akiwa anatafakari nini kilikuwa kinaendelea kumtokea, baada ya hapo alikuwa amesikia hatua za mtu akiwa anafungua mlango na kisha zikaanza kusikika kwa mbali. Hapo ndipo alipokuwa ametambua kwamba wakati anahangaika mtu yule alikuwa humo ndani, na wakati huo akaanza kutoweka. Baada ya sekunde kadhaa za kuhesabu, alisikika mlango wa chuma ukibamizwa. Hakuelewa kama ni mtu mwingine alikuwa anaingia au ni yule ambaye alikuwa anatoka, ila muda mfupi minongono ikapenya kwenye masikio yake, ishara ya kwamba watu kukubaliana jambo fulani ambalo hakuelewa ni lipi. Kujiuliza kwake kulifanya kuanza kusikia zile hatua zikiwa zinakuja upande wake, na hazikuwa za mtu mmoja bali watu wawili. Ndipo alitambua kwamba mlango ulibamizwa na mtu ambaye alikuwa anaingia ndani muda ule. Alifunguliwa kitambaa na kumwagiwa maji ya moto. Alishtuka na kulia. Yalifuata maji ya baridi, akahisi mwili wake unapiga shoti. Akiwa amefumba macho yake, alipokuja kuyafungua alikutana na watu wawili mbele yake.
Mmoja alikuwa ni mwanamke mlembo ambaye hakuwahi kumuona hata siku moja, ila yule mwanaume alimkumbuka vizuri hata kama alimuona gizani. Alikuwa ni yule ambaye alikutana wote mabwawa 7. Shit. Aling'aka kwa hasira ya kusalitiwa, ila alipewa ishara ya kutulia. Hakutakiwa kupiga kelele, kwani muda wa kelele ungefika angepiga vile atakavyo yeye. Mwanamume yule kwenye mkono wake alikuwa ameshika laptop ambayo aliivutia kwenye kimeza kidogo hivi, akaiweka na kuisogeza kimeza kile mbele ya yule bwana na kuruhusu video ambayo ilikuwa mbele yake iweze kuanza. Ile video ilikuwa inatisha. Na video ilikuwa inaonekana vijana wadogo, vijana wa umri wa kawaida na hata watu wazima ambao walikuwa wameathirika na madawa ya kulevya. Walikuwa wanaonekana watu ambao hawakuwa wanajitambua, hata kuongea kwao ilikuwa ni shida sana. Vilikuwa vinaonekana vyumba vilivyokuwa vimejaa mateja ambao walikuwa wanatoa maudenda tu na sindano zikiwa zimezagaa kila sehemu, na mazingira yakiwa mabaya na ya kutisha isivyo kwa kawaida. Hali ilikuwa inatisha kuitazama. Hayakuwa maisha ambayo ungetamani kumuona ndugu yako au mtoto wako akiwa na ingia kuyaishi, kwa sababu ni jambo ambalo lingekufanya utamani hata kuyabeba maisha yako. Bwana yule aliangalia pembeni kwa namna jinsi ambavyo walikuwa wanaona wale watu na wengine wakiwa wamekufa bila hata msaada wote ule. Hiyo ni video tu, lakini umeshindwa kuitazama yote mpaka mwisho. Sasa vipi kama nikikupeleka hayo maeneo ili uweze kujionea kwa macho yako mwenyewe? Wewe ni askari, sio? Kichwani mwako tengeneza picha. Wewe una familia ambayo inakufanya uamke usiku wa manane ukiwaza kuhakikisha wanakuwa na maisha bora. Kuwatengenezea watoto wako misingi ambayo itawafanya washindane na watoto wa matajiri huko nje. Halafu kesho unakuta mwanao akiwa kwenye hali kama hii hapa ambayo unaiona. Mwana anakuwa teja au mwathirika wa madawa za kulevya. Unajisikiaje ukiwa unaona hali kama hiyo? Mimi ile alipigwa kibao mpaka maji yakawa yanamtoka puani. Na kuuliza swali la msingi alafu unanijibu kwa jeuri namna hiyo. Unaona kama mimi ni mjomba wako hapa? Asiomi ambaye anatengeneza haya madawa hivi wasihusiki kwa lolote. Wewe utengeneze, lakini ni moja kati ya watu ambao wanayasambaza na kuhakikisha kwamba mnaharibu hiki kizazi. Umepiga hesabu kwamba hawa miaka 10 ijayo hali itakuwaje watu kama wewe mkiendelea kujishughulisha na mambo? Hawa ambao wanatumia na kuishi hizo sehemu ni kwa ajili ya maamuzi yao na ujinga wao wenyewe. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anawalazimisha kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ni kulaumiwa, hao ndio ambao wanatakiwa kujilaumu wenyewe tu kwa hivyo. Alimwangalia bwana yule kwa umakini usoni, kwani alikuwa jeuri mno. Alitabasamu na kumsogelea usoni. Hata mimi najua kwamba wanatumia kwa maamuzi yao, lakini unajua kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ya mazingira ambayo wameishi na wametokea. Wamedanganywa kwa kuamini madawa yanawapunguzia mawazo na kuwafanya wajisikie vizuri. Hawa ni watu ambao wanaamini kila wanachokuwa na, ila sio sababu ya kutumia udhaifu huo kuweza kuwadaa. Mara kwanza wanatumia kwa kupenda wao au kwa sababu ya kimazingira, ila baada ya hapo maamuzi yanakuwa sio yao tena. Bali wanatengenezewa ulevi ambao unafanya miili yao ifanye kazi tu mpaka wakifanikiwa kutumia tena madawa. Kwa hapo ni sehemu gani ambao unajitoa kwenye hatia ya kuhusika na jambo hili? Nadhani kama ni mtu ambao na watu wanaokutegemea kwa sasa hivi, ungeanza kutafuta sehemu nzuri ya kuwaficha, kwa sababu ikigundulika kwamba umehusika kuwasaliti wakubwa, hautaweza kuishi tena na kuhakikishia hilo. Ondoa shaka, kwa sababu nimewafanya niamini kwa sasa na wewe hakuna namna ambayo unaweza kutoka nje ya ile eneo isipokuwa kama utakuwa tayari kufanya kile ambacho mimi nakitaka. I'm not that nigga. Akimaanisha kama mimi sio panya mwanangu. Hata hujasikia nataka nini kutoka kwako. Najua nataka taarifa au jina la mtu ambaye anaweza kuwa msaada kwenye kazi yako, ila na kuhakikishia kwangu unapoteza tu muda. Kweli. Mimi nataka nikupe nafasi ambayo waga naitoa mara chache sana kwa watu. Unaweza kunipa taarifa ambazo nazihitaji nikakuacha hai, na nchi itakusafirisha kwa siri kwenda mbali kabisa, hivyo hakuna mtu ambaye atajua kama uliwahi kuwepo hapa. Kwa maana hiyo hata viongozi wako pia hawatajua ni wapi upo. Kwa sasa hivi wewe pekee ndo ambaye haupo, maana mwenzako amekufa, hivyo wanafikiria kama umehusika kuwasaliti, na muda unavyozidi kwenda ndivyo inazidi kuwa ni hatari kwako. Maana yake ni kwamba sio muda wataandaa kikosi cha watu wao ambao wapo serikalini, jeshini na kila sehemu kuweza kukuua. Unahisi hata ukitoka hapa una maisha mengine? Hakuna kile ambacho nakijua. Ofa nimeitoa mezani na niamini mimi unaenda kuomba mwenyewe kunipatia hizi taarifa bila hata kupenda. Tengo litabasamu kwa sababu alikuwa akipenda kukutana na watu wa namna hiyo kwenye maisha yake ili kuweza kukumbushia mafunzo yake. Alimgeukia Leila na kumwambia, "Mamangu, naweza kutupisha kidogo kama hutajali?" Leila alikuwa amesikitika tu, kwani alikuwa anajua ni kitu gani kinaenda kutokea, ila hakuwa na namna zaidi ya kutoka tu, kisha Tengo
akaenda kufunga ule mlango. Umemwona yule mwanamke ambaye ametoka? Yule ndiye alikuwa na uwezo wa kunizuia mimi nisifanye haya, ila hataki kuangalia ambacho kinaenda kukuta, maana anajua atakayofanyika hapa, na nakukumbusha ukiwa na akili zako timamu kwamba hili tukio linarekodiwa. Mwanaume alivua shati na kukivuta kibegi kidogo ambacho kilikuwa karibu yake, ametoa bomba la sindano na kichupa cha dawa ambacho wakati anavuta dawa alikuwa anaongea na yule bwana. Hii dawa itakutoa ufahamu kwa dakika moja, ila ukirudi kwenye akili yako, niamini mimi, utatamani usingekutana na mtu kama mimi kwenye maisha yako. Maumivu yake yanaenda kwa nusu saa, ila unaweza kuongea haraka sana kabla sijabadilisha maamuzi. Maumivu yake yanaenda kwa nusu saa, ila unaweza kuongea haraka kabla sijabadilisha maamuzi, maana kuna dawa yake ambayo inaondoa maumivu yake kabisa, ila uamuzi ni wako. Yule bwana alikuwa mgumu, ila wakati ule alionekanika kumeza mate kwa shida. Hakuongea mapema, hali ambayo ilipelekea sindano ile kazamishwa kwenye shingo yake, ambapo ndani ya sekunde moja tu alipoteza fahamu. Alizinduka baada ya dakika 1.5, mwili ukaanza kupata joto. Jasho likawa limeanza kumtoka mpaka ndani ya pua, akiwa anahisi kama kuna mtu ndani ya mwili wake ambaye alikuwa anachoma moto. Kadri alivyokuwa anahangaika kujinasua kwenye hali ile, ni kama ndipo alipokuwa anachochea zaidi maumivu kwa makali. Alianza kutetemeka na kugumia, ila muda ulikuwa unazidi kwenda, ndivyo hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Akawa anacheza pale alipo, maana moto ulikuwa unawaka ndani yake na hakuwa na uwezo wa kuweza kujikuna hata sehemu moja. Nasema tafadhali nitoe kwenye hali. Aliongea kwa sauti kubwa akiwa anatema mate na kutokwa na udenda. Ni mbaya mtoto wa kiume kuhitaji kubembelezwa kama mwanamke. Nilikwambia mapema namna rahisi ya kuweza kulimaliza hili, ukaamua kunipuuza. Kwa sasa na tunatakiwa kuweza kulifanya kwa namna ngumu hivyo. Ni kazi kwa kuweza kujibu maswali yangu kwa haraka zaidi ili kujiondoa kwenye hali. Wewe ni nani? Tando. Una muda gani kwenye hii kazi? Miaka 10. Nani ambaye waga anawatuma kufuata ule mzigo? Hatumjui. Unafanya kazi kwa miaka 10 na usimjue mtu ambaye anakutuma kuifanya kazi hiyo. Waga tunapewa taarifa kwa njia ya simu na kulipwa. Hata siku ikitokea tunataka kukutana nao, waga wanajifunga vitambaa hivyo hatuoni sura zao. Unaona kama mtoto wako mdogo, sio bwana Tando? Hapana, nakwambia ukweli. Hiyo hali ambayo upo nayo kwa sasa hivi inazidi kuwa mbaya zaidi kadri muda unavyozidi kwenda. Kuna muda damu zitaanza kukutoka kwenye masikio yako na utapoteza uwezo wa kusikia milele. Sidhani kama unataka sisi wanaume tufikishane hatua kama hiyo, na baada hapo macho yako yataanza kutoa damu mpaka yatapasuka. Upo nje ya muda Tando. Hii biashara ipo na mzunguko mkubwa kwenye hili jiji, lakini ubani kwamba wanahusika ni wafanyabiashara wakubwa na hata wanasiasa wakubwa ambao wana nguvu kwenye mamlaka na maamuzi ya taifa. Kwa sasa hivi waliona kwamba imekuwa ni shida kuifanya biashara hivyo. Wengi mzigo ukiwa unafika uwaga wanawatumia vijana wadogo wa mitaani, kwa sababu huku hakuna ufuatiliaji mkubwa, na hawa wadogo ndio ambao wanakuwa wanafanya mzigo uingie mwingi zaidi mtaani. Kuna mzigo ambao tunajua kuingia kwa sasa. Ndio, ukija kuna uwezekaniko meli kutoka Pakistan ikaja na mzigo wa kutosha wa dawa. Unajua nani ambaye anasimamia hili swala? Huko ni mbali siwezi kujua, lakini alitaka kuongea jambo ila kama sita kidogo. Lakini nini? Nasema kuna jambo jingine ambalo unalihitaji mbali na madawa ya kulevya. Ndio utakatishaji fedha. Unajua nini kuhusu hili? Kuna kampuni ambayo inadaiwa kuhusika na haya mambo kwa hapa Tanzania. Hili nilisikia tu likitajwa juu na kiongozi mmoja akiwa anaongea na simu kwa siri. Sina uhakika kama nilisikia vizuri au vibaya, ila ni sehemu ambayo wewe unaweza kuanzia kama unahitaji kuwapata watu wako ambao unawahitaji. Kampuni gani hiyo? The Global. Unamaanisha ya usafirishaji? Ndio. Hawana husika kwenye kutakatisha fedha. Sina uhakika, ila jaribu kuongea na mhasibu mkuu wa hiyo kampuni, anaweza kuwa na taarifa sahihi za kuku. Yule bwana hali yake ilionekana kuzidi kuwa mbaya zaidi. Tengo alimwangalia kwa umakini, ila hakuwa na kazi naye tena. Alitoa bastola na kumpiga risasi ya kichwa. Akiwa anajiandaa kuvaa nguo ili kwenda kuifanyia kazi taarifa ile kwa amepewa, Leila alitoka akiwa anakimbia, aligonga mlango, Tengo alifungua haraka. Tumepata signal kutoka Kenya. Inasemaje? The Global ndo kampuni ambayo tunaitafuta. Walitazamana kwa pamoja na kutabasamu, kwani zile taarifa zilionekana kuwa njema. Isingelikuwa bahati mbaya Tando awape taarifa zile. Alafu wakati huo Helena awapatie taarifa za aina ile. Maana yake zilikuwa ni taarifa ambazo zilikuwa zinaendana vizuri sana. Turudi Nairobi, Kenya, msikilizaji.
Helena alibaki kuwa kama mateka na mtumwa wa kingono wa Bwana Kamau. Alikuwa anaishi maisha ya ndoto ya wanawake wengi wa mjini, ila hawakuwa wanaelewa alikuwa anapitia nini mpaka kuwa na maisha kama yale. Ulikuwa ni usiku mwingine wa raha ambao walikuwa wako ndani ya kumbi kubwa ya starehe ambayo ilisheheni matajiri wakubwa wa jiji hilo. Kumbi hiyo ilikuwa na sehemu nyingi ikiwemo kasino kubwa kwa ajili ya kamali za watu wazito. Hakukuwa na mtu mnyonge ndani ya sehemu hiyo, kwani kiingilio chake tu kilitosha kuwa mtaji wa mtu kufungulia biashara sehemu ambazo zilikuwa na nafuu kubwa ya maisha. Baada ya muda kwenda na watu hao kupata burudani, Helena aliaga kwamba anaenda chooni. Aliruhusiwa huku nyuma akiwa anafuatiliwa na walinzi wawili. Watoka kisha mwanamke wa bosi wao anaenda na kurudi salama bila bugza yote ile. Dakika 2 nyuma, kwenye upande wa chooni kuna changamoto ilitokea. Mlinzi aliona mwanaume mmoja akiwa anaingia kwenye choo cha kike, akaenda kumgongea kwa nguvu na bwana yule akatoka kule haraka akiwa anashangaa kugongewa. Alipokuwa ameambiwa kwamba alikosea sehemu ya kuingia, aliomba msamaha na kuweza kuondoka sehemu ile. Ila wakati akiwa anaondoka ndio wakati ambao Davina alikuwa anasogea sehemu ile, hivyo wakawa wanaangaliana usoni kwa sekunde moja tu. Baadaye akamkonyeza na kupotea zake. Hakuna hata mmoja ambaye aligundua kilichokuwa kinaendelea. Yule bwana hakuwa mtu tu ambaye alikuwa amekosea sehemu ya kuingia, bali alikuwa ni mwenzake na Davina ambaye alienda naye kikazi kule Nairobi kwa ajili ya msaada kama mambo yake yakienda ndivyo sivyo. Kujifungia kwake kulimfanya kwenda sehemu ambayo ilikuwa na bunda la tishu. Alizifungua na kukutana na simu ndogo ndani yake, huku akiwa anakumbuka kilichokuwa kimetokea dakika kadhaa nyuma. Kuna wakati wakiwa wanakunywa pale, Kamau alikuwa amepokea simu ambayo haikuonekanika kumfurahisha sana. Hivyo alikuwa amesogea pembeni akiwa anaongea kwa ukali na mtu ambaye alikuwa yuko upande wa pili. Hakuwa anasikia kwa sauti yake, lakini sura yake usoni ilikuwa inaonyesha hakuwa sawa. Ila wakati akageuka simu, Helena ama Davina alijifanya kama vile anajinyosha baada ya kusimama na kuyumbia pembeni akiwa na chupa, ila lengo lake lilikuwa ni kutaka kusikia kwamba watu walikuwa wanaongea nini kwenye ile simu. Nimekuambia hivi, The Globe wanatakiwa kulindwa kwa gharama yote, kwa sababu wakubwa wakijua kuna tatizo, sidhani kabisa kama utakuwa na nafasi nyingine ya kuishi. Tanzania ni sehemu salama zaidi kwa ajili ya biashara hii hapa, na kwa kuwa ile ni kampuni ya usafirishaji, maisha yanakuwa mepesi zaidi, kwani wanaaminika, na ndio maana jina lake halitakiwi kabisa kutajwa sehemu wala kujulikana kwa mtu yeyote ule. Na hii iwe mara ya kwanza na mwisho kuweza kulitaja hilo jina kwenye mazungumzo yetu, vinginevyo nitakuja kukuua mimi mwenyewe siku moja. Alifoka na kurudisha simu yake mfukoni, lakini wakati ule Davina alijifanya kama anacheza muziki ili asitambulike kama sikio lake lilikuwa linadaka mawimbi kutoka kwa tajiri yule na kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye simu yake. Muda mfupi baadaye ndipo alikuwa ameweza kuomba aende chooni. Sababu ya kwenda kule ilikuwa ni kuweza kutuma taarifa nyumbani, kwa sababu hatua ya kwanza alikuwa amefanikiwa kupata jina la sehemu ambayo walitakiwa kuanzia kulipata jina la The Globe. Ilikuwa ni hatua ya kwanza, lakini kuweza kudhibitisha kwamba hao watu walikuwa wanahusika na biashara hiyo haramu ndilo lilikuwa ni jambo gumu zaidi. Lakini angalau walikuwa na jibu moja kati ya mengi ambayo walikuwa wanayatafuta. Alipoishika ile simu hakupoteza muda zaidi ya kutuma ujumbe kwa Leila kumpatia taarifa hiyo, kisha akatoa laini, akaivunja na akaiflash, na ile simu akaikanyaga na kupasuka vipande vipande. Akajifuta vizuri na kutoka kama hakuwa yeye vile. Tunakupeleka duniani. The Globe ilikuwa ni kampuni kubwa zaidi ya usafirishaji ndani ya taifa la Tanzania. Ni kampuni ambayo ilijitengenezea jina kubwa ndani na nje ya nchi. Malengo yake makubwa ilikuwa ni kuja kuwa moja kati ya makampuni makubwa zaidi ya usafirishaji duniani kwa kutumia kauli mbiu yao ya tunakupeleka duniani. Ni kampuni ambayo ilikuwa inahusishwa na viongozi wengi kwa sehemu yake, hivyo walikuwa wanahisi kama inabebwa na haikuwa ikiwajibika kwa masuala ya kodi kama kampuni zingine, ila taarifa hizo ziliwahi kukanushwa vibaya na wahusika. Ni kampuni ambayo haikuwahi kutambulika miliki wake alikuwa nani zaidi ya mtendaji mkuu wa taasisi hiyo, Mwanandiwale Mijega. Mwanamke huyo ndiye alikuwa ni sura ya taasisi, na kwa kila jambo ambalo lilikuwa linahusu taasisi yake ni yeye ambaye alikuwa anahusika kwa asilimia zote 100. Ukubwa ambao walikuwa nao uliwafanya kujikuta kwenye portfolio nyingi kibiashara, ambapo ndani yao walikuwa mpaka na media ambazo zilikuwa zinafanya vizuri na walikuwa wakizitumia kwenye kutangaza biashara zao.
Na hawakuishia hapo tu, bali walikuwa na portfolio ya bima ya afya ambayo ilikuwa inakuwa kwa kasi. Hivyo ilikuwa ni kampuni kubwa mno ambayo kwa mwaka ilikuwa inaingiza mabilioni ya fedha kwenye faida. Hiyo ndio taasisi ambayo iliingia kwenye rada ya makachelo kuhusu utakatishaji wa fedha ambao ulikuwa unatumiwa na wauza madawa ya kulevya. Pesa zao zilikuwa zinaingizwa huko kwenye mzunguko na baadaye zinatoka kama namba za kawaida kwenye faida, na ndizo ambazo zilikuwa zinarudi kwa watu hao, wanazitumia kama wanahisa wa taasisi hiyo kubwa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanaishi maisha ya kifahari, hakukuwa na mtu wa kuweza kuwauliza tena ni wapi walikuwa wanatoa fedha zao, kwani kampuni ambayo walikuwa sehemu ya umiliki ilikuwa inaingiza pesa nyingi ambazo zilikuwa zinawafikia kupitia gawio la serikali. Moja ya sehemu kubwa ya mafanikio ya kampuni hiyo kubwa Afrika ya Mashariki ulikuwa ni uhusika wa mkono wa mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Jamila Kenny Mgwasi. Huyu ndiye alikuwa mke wa ndoa wa Bwana Damigo Kenny Mgwasi, ambaye wengi walikuwa wanamuita Mr. Ken, na ndiye ambaye alikuwa ameshtuliwa na ulimwengu kwa kupewa taarifa ambazo hazikuwa sawa kwa upande wake. Mwanamke huyo ndiye alikuwa mhasibu mkuu wa taasisi hiyo, na ndiye alikuwa anahakikisha hesabu zote za taasisi na kwenye matawi yao yote ambayo walikuwa nayo. Hivyo kama kujua ambayo yalikuwa kiendelea, ni yeye ambaye alikuwa anacheza na namba zote za taasisi, na ndiye mama ambaye pia alikuwa anadaiwa kuhusika kwenye biashara ya madawa ya kulevya. Sasa ni wapi alifanya makosa mpaka mumewe akavamiwa? Ilikuwa ni kweli ama ulikuwa ni mpango tofauti na Damigo alivyokuwa ameupokea ama kuambiwa? Unaambiwa Jamila alikuwa kwenye ofisi yake akiwa anacheza na kompyuta kubwa ya kisasa. Ofisi yake ilikuwa ni ofisi ya hadhi ya nyota 5. Huenda kila mwanamke kama angefanikiwa kufika pale angetamani kuja kuimiliki ofisi hiyo japo kwa dakika 5 tu pekee, ila yeye ni sehemu ambayo alikuwa anashinda kila siku. Akiwa ameinama hapo anafanya hesabu zake, alipokea ugeni wa ghafla baada ya katibu wake kumwambia mtendaji mkuu wa kampuni kumtembelea. Alimkaribisha, wakaenda kuketi kwenye sebule ndogo ya ofisi hiyo, sehemu ambayo ilisheheni samani za kutosha. Hakukuwa na makubaliano ya kuonana muda usara. Ni kweli, ila kuna tatizo na ndio maana nipo hapa. Unanitisha sasa. Mumeo umewasiliana naye? Hapana. Ujijiuliza kwa nini? Kama una wasiwasi kuhusu mume wangu sio kweli, kwa sababu hakuna kitu anajua kuhusu haya na wala hawezi kujua kwa sababu hawezi kulifuatilia, maana ananiamini. Sio hilo ambalo naliongelea. Ni kipi ambacho nazungumzia sasa? Kuna watu wameuawa Nairobi, Kenya. Mume wangu asio yeye ambaye amekufa. Sasa yeye kaingiaje kwenye huu mjadala? Hatuna hakika, ila kwa mazingira yalivyo inaonekana kama mumeo ndiye amewaua watu. Umesema? Kuna watu waliuliwa sehemu ambayo haikuwa na ushahidi, lakini kuna sehemu kuna kamera zilimnasa mtu ambaye hakutoka mbali na ile sehemu, na mtu yule mumeo. Na wale watu walionekana kumvizia mumeo tangu anashuka kwenye gari. Mume wangu hawezi kufanya hayo. Sio mtu mwenye uwezo hata wa kupigana, nadhani hata nyinyi mnalitambua hilo. Wote tunajua hivyo, ila inatushangaza. Mna hizo video. Mwanamume hakuongea bali kama ametoa simu yake, ilionekanika video fupi mume akiwa anashuka kwenye taksi na kuanza kutembea akipotelea ndani ya sehemu yenye chocho, huku ukikiwa na gari ambayo ilionekanika kumfuatilia yeye. Baada ya muda kadhaa kupita, mume akatoka njia nyingine akiwa na begi mkononi, ila kama mtu ambaye hakuwa sawa. Nadhani umeona watu ndio hao ambao wameuawa. Ndio hao. Na mumeo ndiye mtu pekee ambaye anaweza kuwa anajua nani kawaua au kama kuna kitu kile alikiona. Ila hata unaamini kwamba mume wangu hawezi kufanya yasio? Asiwaamini binadamu kiasi hicho, ila naamini sio yeye, japo anaweza kuwa anajua ni kipi kilichotokea. Hao tu ni kina nani? Mbona wanaonekana kuwa kama vibaka? Ni watu ambao walionekanika walikuwa wamedhamiria kuifanya kazi yao kitaalamu sana. Kuna jambo la hatari sana linaweza kuja kwa sasa, na huenda jina la taasisi yetu likali limefika kwenye mikono ya watu ambao sio. Hivyo unatakiwa kujua kama kuna kitu mmeo anajua kwenye hiyo safari yake. Niamini mimi, hili nitashughulika nalo. Fanya hivyo Jamila, kwa sababu wakubwa wapendi makosa kama haya yaweze kufanyika, kwani mimi na wewe wote tunaweza kupoteza maisha kijinga kabisa. Alitikia kwa kichwa, akabaki akiwa anakagua zile video kwa makini mkubwa, naye pia kichwani mwake alikuwa ameanza kupata majibu ambayo maswali yake yalikuwa ni magumu sana kuyapata kwa wakati ule. Alibeba koti lake na kuzima kompyuta yake akawa anahitaji kutoka ndani ile ofisi, ila alisita baada ya kupewa taarifa zingine. Kulikuwa na ugeni kutoka kwenye mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa. Ile taarifa ilimshtua, ila hakuonesha wasiwasi,
baada ya Tengo na Leila kuingia kwa ajili ya kuweza kufanya naye mahojiano mafupi. Sasa msikilizaji, mambo yanazidi kuungana hapa na kuleta utamu uliokolea. Tuishie hapa katika sehemu ya pili ili tuwe na utamu katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi My Wife is a Drug Dealer. Yaani kwamba mke wangu ni muuza madawa ya kulevya. Mambo yanazidi kuchangamka na mambo yanazidi kunoga. Ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix subiria sehemu ya 3, lakini kama hutaki kusubiri sasa hivi unaipata kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Njoo hapo right now sasa hivi uweze kuipata simulizi kwa uzuri sana. Mimi ni msikilizaji, mtuzi ni Fabian Babuya. Tunakwenda na utamu mpaka mwisho kabisa. Twende WhatsApp tukaipata simulizi mpaka mwisho right now. Andika mke wangu ni muuza madawa ya kulevya pale WhatsApp, utapewa maelekezo ya kuipata simulizi mpaka mwisho bila kusubiri. Mpaka wakati ujao, bye bye.